Ahlan wa sahlan, ni marhaba, ni wakati mwingine tena wa kuungana nasi viwanjani saa 3 mpaka saa 6 kamili tuweze kukujuza yale ambayo tunayo kwa siku ya leo. Ijumaa ikiwa ni tulivu, ikiwa imetulia, nasi tuko barabara kabisa kama ulivyo wewe mtazamaji wa viwanjani, ambao kama kawaida huwa tunakuwa hapa kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa na kukuhabarisha yale ambayo yamejiri katika ardhi ya Tanzania, lakini nje ya mipaka ya Tanzania habari ziko nyingi sana zikiwa zinaendelea kurindima katika kila pembe ya dunia. Ulama Eid Salum niko hapa, iko Michael Hiera tena pamoja na Faraj Mustafa, wachambuzi wa zamu kwa siku ya leo. Madini yapo mengi sana kwa upande wao na watakuja kuchambulia hapa, na pia wanakupa na elimu ya kile ambacho tunakwenda kuangazia kwa siku hii ya leo. Michael Hiera, siku zinazozidi kwenda sasa, zile pressure zile zinaanza kupungua, watu wana focus na vitu ambavyo viko mbele. Unataka kuniambia tayari focus ya msimu ujao ishaanza? Ndio maana yake. Kwa hiyo kuna jambo moja ambalo linasubiriwa, likishamalizika hilo basi focus ya msimu unaokuja. Ule muda wa huyo mtoe unafika sasa hivi. Unafika. Sasa afu ule muda unakuwa mzuri sana Faraji. Amechezaje msimu huu? Kwa ambaye anapata deal. Lakini inakuwa mbaya zaidi kwa mtu ambaye anatoka. Anaambia bwana, wewe kwa huduma ambayo tumeiona kwa msimu huu, kuna wale ambao wanafanywa swap afu wanakataa. Siendi kule. Nimetokea hapa niende kule. Benchi la hapa ni nzuri kuliko first 11 ya kule. Sasa muda unakaribia ule. Na unaona kama wengi wanastahili hiyo kitu. Kupigwa panga? Wapi sasa? Mfano wapi? Timu gani sasa? Unaona kabisa mpaka sasa hivi, yani wapi unaona kabisa panga litakuwa kubwa mpaka sasa hivi? Kwenye namba 1 mpaka namba 4. Timu zilizoshika namba 1, namba 2, namba 3, namba 4. Namba ipi itakuwa? Timu moja na itatoa ishanoa panga. Kwa katika hizo timu 4 hapo kuna moja panga litafika. Au kauli ya kocha kwamba quality kuna muda ina shake. Si ndio maana panga lazima likapita zaidi. Kwa sababu kiangalia kwenye bench, yaani kocha unaona pale kuna shida. Ukigeuka kwenye bench nafuu hamna. Unasema bora yule anayecheza. Sababu nikimuingiza yule anayetokea nje, ni bora yule anayecheza sasa hivi, anaweza akanisaidia kitu kuliko yule mbana mnyanyusha hapa aende akaingia uwanjani. Ndio kama mwalimu anakuwa katika timu ngumu sana. Yaani ukiona kidedea namba 8 anaingia mchezaji ambaye sio namba 8 wa asili. Alafu na namba 8 yuko pale. Hivi tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba wewe hautoshelezi. Lakini pia yani kwa mfano namba 4. Alafu mimi ndio namba 8 wa timu. Niko bench. Anatoka namba 8 ambaye alikuwa ameandaliwa kuanza kwenye kikosi na amecheza mfano dakika 40. Anatolewa namba 8 ambaye backup yake namba 8 mimi. Siingizwe mimi, anaingizwa mchezaji ambaye kiasili anacheza namba 4. Anaambiwa nenda kakafu pale namba 8 hivyo. Mimi ndio mwenye namba 8 ambaye naweza nikaingia kwa mbadala. Nitajisikiaje hapo? Katika mazingira ya kawaida huwezi kujisikia vizuri. Au unajiona na hasa timu ikiwa inaonea kwamba eneo lako linatakiwa kuboreshwa. Yaani kwa mfano unaweza kumtoa namba 8 ukamuingiza namba 4, labda kama timu yako inataka kuzuia. Lakini timu bado inahitaji kutengeneza nafasi, inahitaji ubunifu wako kutoka kwenye miguu yako, inahitaji wewe kuwa connector wa timu kwa wakati huo, lakini bado tunaona kwamba yule aliyekopo ndani ameshindwa kufanya hilo jukumu. Wewe uliokuwa pia bench hauwezi kutusaidia. Tunamchukua mtu mwingine tofauti kabisa akacheze kwenye hiyo nafasi. Lakini kuna mabadiliko ambayo yanafanyika, let's say kwenye nafasi ya namba 4, ikaonekana kama kuna mtu anazingua hivi, tukamleta mtu mwingine, kwa maana kwamba namba 4 unatoka, sisi aim yetu sasa hivi ni kushambulia. Ukimwingiza namba 8 unasema sawa kwa sababu unaenda kushambulia. Lakini changamoto inakuja kutokea kwamba kwenye nafasi yako timu inakuhitaji wewe, lakini au deliver, yani deliverance yako ya kile ambacho sisi tunakihitaji ni ndogo. Tunaamua kumintroduce mtu mwingine. Hapo unatakiwa ujitathmini kwamba inawezekana mimi nikawa na changamoto. Sawa. Nikukumbushe tu katika mwezi huu Julai matukio makubwa ndani ya Azam Sports ni Vitasa Live. Julai 26 ni Karim Mandonga dhidi ya Shabani Kaoneka. Mandonga na ngumi yake ile ya kilumbilumbi. Patawaka kilumbilumbi ni usiku wa kisasi kabisa kati ya Ibrahim Class Mawe na Nasib Ramadan. Alipia kisimbuzi chako mapema kabisa, usipitwe na uhondo huu wa Julai 26.
Kilumbilumbi itafanya kazi yake, utaishuhudia ukilipia tu mapema, yani unaondokana na zile bugza jambo linapokaribia tena unahangaika na vitu kama hivyo. Wewe mapema tu unalipia, unakaa zako taratibu unafuatilia. Na sasa tunakwenda kuanza soka letu. Fainali ya kombe la shirikisho la CRDB itachezwa kesho kutwa Jumapili kwenye uwanja wa Amani Complex Zanzibar, ikizikutanisha Yanga na Singida Black Stars. Yanga ilifuzu fainali baada ya kuiondosha JKT Tanzania katika hatua ya nusu fainali, huku Singida Black Stars wenyewe wakiondosha katika michuano hiyo wekundu wa Msimbazi Simba. Yanga inaingia katika mchezo huo ikiwa na rekodi nzuri ya kushinda taji hilo kwa misimu mitatu mfululizo. Singida ilicheza hatua ya nusu fainali msimu uliopita, wakati huo ikiitwa Ihefu. Singida imemaliza katika nafasi ya 4 kwenye ligi kuu ya NBC iliyomalizika hivi karibuni, Yanga ikitoa ubingwa baada ya ushindi dhidi ya watani wao wa jadi Simba Sports Club. Yanga bila shaka wanaingia katika mchezo huo wa fainali wakiwa ni timu ya kwanza ambayo inapewa nafasi kubwa ya kuendelea kubeba kombe la CRDB. Faraji. Ndio timu ya kwanza kwa sababu ya sifa zake ambazo imezionyesha ndani ya misimu mitatu mfululizo. Unajua kuchukua mara 3 mfululizo maana yake hujapoteza mchezo katika michezo yote ambayo umecheza. Kwa hiyo maana yake inakupa picha ya kwamba muendelezo mzuri wa mechi baada ya mechi imeonekana kwa Yanga kwa upande wao, na namna ambavyo wamefanikiwa zaidi kuweka gap kwenye mazingira tofauti ya hizi mechi, kwa sababu mechi ambazo ni za hatima kwamba inabidi upigane dakika 90 umalize dakika 90 mechi imeisha, ni tofauti na mechi ambazo unacheza zaidi ya 10-15 kwamba unaweza ukasahihisha. Mechi za namna hii dakika 90 hakuna kusahihisha, yani hakuna nafasi ya pili wewe kujiuliza juu ya mpinzani ambaye moja kwa moja unaenda kukutana naye. Kwa hiyo kwenye hilo Yanga wao wamefanikiwa mara zote kushinda, na kuelekea mchezo huu bado kwenye makaratasi tunaiona ikiwa kama timu ya kwanza, lakini kwa nguvu ambayo imetumika mechi ya tarehe 25 na ukiangalia interval ya muda kuendea mchezo inawezekana pia kuna vitu vingine ambavyo moja kwa moja vinaweza vikaenda kuonekana. Sasa kwenye uchaguzi wa kikosi, kwa mfano labda Amirul Hamdi akaenda na kikosi kile, tunaweza kuangalia ni kitu gani ambacho kinaweza kikawa faida kwa Yanga, ndio ama kikawa hasara kwa Yanga, kutokana na matumizi ya wachezaji wale ambao tuliwaona kutumia nguvu kubwa, kukimbia sana dhidi ya Simba. Lakini faida nyingine ninayoiona kwa Yanga kuendea mchezo huu ni kuwa na wachezaji wengi wenye ubora ambao haupishani sana kwenye maeneo tofauti. Kwamba inawezekana asianze Max, akaanza mchezaji mwingine labda Ikangalombo, lakini kitu ambacho atakiofa hakina utofauti mkubwa sana na Max ambaye labda ataanzia benchi. Labda inawezekana asianze Mudasi kwenye eneo la juu, labda akaanza namba 10 Chama kutokana labda matumizi. Bado wataofa kitu kikubwa zaidi ndani ya mchezo hata kama utamkosa Mudasiri. Kwa hiyo huu utajiri ambao Yanga wameutengeneza unawapa faida kubwa zaidi ukilinganisha na wapinzani. Sasa mpinzani ambaye anacheza naye moja kwa moja ukimwangalia ni timu ambayo ina wachezaji pia ambao ni top quality. Yaani tunaona kama una Ibrahim Imolo kama fullback wa kushoto, una Asinki, una Trabita, una Maruf Chakei. Yaani una wachezaji ambao wanaweza kupishana na Yanga. Sasa kwenye kupishana ndio pale ambapo tutaona nani anaweza akawa na madhara zaidi kwenye eneo la mwenzake. Je, ni Yanga ambaye anaweza kaa na madhara zaidi kama Singida, timu ya kwanza ambayo tumeangalia kwenye makaratasi, ama timu ya pili ambayo tunaitem Singida inaweza kawa timu ya kwanza ndani ya dakika 90. Maana yake ni kusubiri kuona reaction ama utimizaji wa majukumu ya wachezaji wa timu zote mbili kwenye yale maeneo ya kiwanja. Naongelea kwenye eneo la ulinzi, eneo la katikati na eneo la mwisho. Kwa hiyo kwangu bado naiona Yanga ikiwa timu ya kwanza, lakini ndani ya mchezo wakati mwingine huwa timu ya kwanza inakuwa timu ya pili. Yes. Na Michael,
Unaitazama Singida chini ya kocha David Ouma, wakiingia na staili yao ya mshambuliaji mmoja au wataanza Baranga Rupia pamoja na Soa? Kwa jinsi ambavyo timu inacheza imekuwa ni ngumu kuiona combination ya Baranga Rupia pamoja na Soa ikiklik moja kwa moja wakiwa wanacheza kama washambuliaji wawili kwenye eneo la juu la kiwanja. Lakini unaweza ukaiona Singida ambayo inaweza ikawa na mtu mwingine nyuma ambaye ana drive team, alafu kaanza tu na striker moja na bado timu ikawa inaenda vizuri kwenye mechi ambayo wanakwenda kucheza. Lakini hii pia ni mechi ambayo wanacheza dhidi ya Young Africans, timu ambayo kwa namna yote ambavyo itakuwa unaenda kukabiliana nayo, unatakiwa wewe pia kuwa makini kwenye maeneo kadhaa. Kuwa na washambuliaji wawili inaweza ikawa inakupunguzia wewe namba ya wachezaji ambao watakuwa na utafuta mpira kipindi ambacho umeupoteza. Lakini pia kuwa na wachezaji ambao wanaweza ka drive team kwa haraka zaidi kwenda kwenye hilo eneo la mwisho, wanaweza pia kanapungua kwa namna moja ama nyingine. Ukiangalia kwa Singida Black Stars kwenye nafasi ya kushambulia imekuwa ni nzuri zaidi kama Athul Bada anacheza kwenye nafasi ya nyuma ya mshambuliaji wa mwisho kwa sababu ya vitu kadhaa. Athul Bada kwa aina yake ya uchezaji ni moja kati ya wachezaji ambao ni dribblers wazuri, anaweza akakimbia na mpira kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunasema wale wachezaji ambao ni ball carriers. Anaweza akaubeba mpira kutoka kwenye eneo la chini kwenye eneo la kiungo, akaubeba mpaka kwenye eneo la kushambulia, akamsetia mshambuliaji hata kama atakuwa ni mmoja ambaye anakaa kwenye ile eneo, na bado timu ikapata faida kwenye kuitengeneza process ya kutengeneza ile bao. Lakini ukiangalia kwa Singida unaweza kaona impact ya kwanza na washambuliaji wawili, jinsi ambavyo inaweza kaathiri pia kwenye eneo lao la kiungo, kwa maana ya kuwa sasa na namba ndogo ya wachezaji ambao wanaweza kacheza kwenye ile eneo. Ukiangalia kwa Singida Black Stars hasa kwenye hizi mechi ambazo zinakuwa ni top match, unaweza ukawa unatamani kwenye eneo la kiungo kuwe kwanza na ile compactness ambayo unaweza ukawa na wachezaji ambao wanaweza kashindana vizuri kwenye ile eneo. Singida wanao wachezaji wa namna hiyo. Wako na Chuku ambaye anacheza kwenye eneo la kiungo, mmoja kati ya viungo ambao wana uwezo mkubwa sana kuweza kunyang'anya mipira na kupiga pasi ndefu. Lakini kwenye ile eneo pia yupo yule Damaro, Mohamed Kamara ambaye anacheza kwenye ile eneo la kiungo, ambaye yeye kuna wakati wanapishana na Nation. Kuna Asabada, kuna Mohamed Damaro. Nation ndio wanapishana naye kwenye ile eneo la kukaba. Lakini pia kuna Gego hapo katikati. Wakati mwingine pia hata KK naye pia anaweza akacheza kwenye eneo la ndani kuliko kutokea kwenye eneo la pembeni. Sasa ukianza na washambuliaji wawili, maana yake ni kwamba umeua uwezekano wa kucheza na viungo wengi kwenye mechi ambayo anacheza dhidi ya Young Africans. Sasa madhara hasi yanakuwa ni nini? Maana yake ni kwamba unakuwa na washambuliaji wawili ambao faida yao pengine inaweza kaa tu ni wakati unaipiga mpira mirefu. Unasema Baranga anaweza karuka juu, so atauokota mpira wa pili. Lakini ni muda wote utakuwa na hizo moment za kupiga mpira mirefu, ama kuna muda utahitaji pia kwenda kuitafuta mipira kwenye eneo la kiungo, uiunganishe timu taratibu kwenda kwenye eneo la kushambulia. Sasa ukiwa na washambuliaji wawili, maana yake ni kwamba watakuwa wanakupa faida, na wewe utakuwa na option chache tu za kwenda kushambulia, kwamba nipige mpira mirefu, kwa sababu washambuliaji wangu wanaweza kushindana kwenye nguvu uweze kufanikiwa kwenye hilo. Lakini unashindana kwenye nguvu pia na wachezaji wa namna gani? Ukiangalia kwenye center back ya Yanga yuko Baka pamoja na Dickson Job. Dickson Job anaweza akawa sio mtu ambaye anagonga sana, lakini moja kati ya wachezaji ambao akili yao iko juu sana. Timing yake inaweza ikawa ni bora sana kwenye haya maeneo. Inawezekana ukampigia mpira wa juu ukasema Soa kwa sababu ya umbo lake anaweza akaruka zaidi, lakini Job akawa na timing nzuri ya kwenda kuokota huo mpira. Sasa kwenye hilo eneo unasema Baka anaweza akagonga muda mwingi ambao anaweza. Maana yake ni kwamba hata pia wapinzani ambao wanacheza kwenye safu ya ulinzi ya Young Africans wanaweza akasema wewe ukaja na wao washambuliaji wako wawili na bado pia usipate kile ambacho kitakuwa ni kizuri. Kwangu nafikiri kwa Singida inaweza ikawa ni option nzuri zaidi kuchagua kwanza na Soa, kwa sababu anaonekana kuwa ni mmoja kati ya wachezaji wanaweza kucheza solo kwenye eneo la kushambulia, ili eneo la kiungo uwe na watu ambao wanaweza wakawa na zile tabia zote. Uwe na mtu ambaye anaweza kavunja kwa maana ya kukaba, uwe na mtu ambaye anaweza kufanya recovery, uwe na mtu ambaye anaweza kutembeza mipira kutokea kwenye eneo la kiungo, ili iwe rahisi kwako kuweza kucheza dhidi ya Young Africans. Na hapo mfano mdogo tu Kidedea, ukiangalia mechi nyingi ambazo amecheza Yanga, yeye ndo anakuwa anamiliki zaidi mpira Yanga. Japokuwa hizo timu ambazo anacheza nazo zimejaza viungo. Yaani mnaweza mkawa watatu kwa watatu,
lakini Yanga bado wana hawa watu ambao wanacheza pembeni, alafu space midfielders wakina Pacome bado wakiwa na mpira wanakuwa ndani au wanautafutia ndani, maana yake unaweza kuwa na watu watano. Sasa ukipunguza wewe mshambuliaji kama ambavyo umeongea Mike, ukimweka mshambuliaji mwingine, maana yake unaleta mzigo zaidi kwa hawa watu kwa sababu umeshapunguza. Yaani kwamba tukiwa sawa, tukiwa watatu kwa watatu kama viungo wakati wa asili, bado hatuwezi kudominate zidi ya Yanga. Tena unampunguza mmoja alafu unaweka mshambuliaji, maana yake mzigo utakuwa shida zaidi. Yani utakuwa unaona kabisa watatu kwa wawili, watatu wanne kwa wawili, maana yake option ya pasi unaiona zaidi through center, ambao moja kwa moja wakipamiliki katikati tutaona zile channel za pembeni zitakuwa zina flow zaidi, kwa sababu mipira itakuwa inatoka katikati kwenda pembeni, na timu inaweza ikawa inamiliki zaidi. Kwa hiyo unaona Soa anafaa zaidi kuanza kama mshambuliaji namba 1 wa kwanza. Alafu nyuma yake kuna watu watatu. Alafu kuna hao wawili ambao ni labda inawezekana Kamara labda na Chuku ambao anaweza kucheza hapa kama sababu pivot. Changamoto nyingine ambayo Singida pia anaweza akakutana nayo, aina watu ambao wanacheza kwenye eneo la kiungo, kama anampa space kubwa ya kukaba, ni rahisi ana kucommit foul. Kwa mfano Singida kwenye eneo la kiungo anaye Kevin Nation Naftali. Moja kati ya viungo ambao sifa yao ambayo inabakia kwa kiwanjani ni ile ya kuwa mgumu sana anapoenda kukaba. Yaani anaweza sana kugonga kwenye muda mwingi. Sasa ukiwa pia na distance kubwa ya kukava, maana yake possibility ya kumchapa mtu inakuwa ni rahisi sana. Unajua unavyoenda kumkaba mtu, ukikimbia umbali mrefu unaweza kama umeshamaliza tayari nguvu zako. Kinachobakia ni kwenda kupeleka miguu mvunje mtu. Yaani uende ukacheze foul. Sasa ili kupunguza hayo madhara ni bora ukawa na distance ndogo ambayo unaweza kuikava kuliko kuwa na distance kubwa ambayo unaweza kuikava. Maana yake ni kwamba kama ukiwa na distance kubwa ambayo unaikava, maana yake utakuwa umewatenga wale washambuliaji wawili, alafu nyinyi hapa katikati kuna distance kubwa ambayo unatakiwa kuikava. Unategemea Kevin Nation ataweza kumudu dakika zote bila kupata hata kadi ya njano ama nyekundu, inaweza ikawa ni ngumu. Kwa hiyo ili angalau uwe na wepesi kwenye hilo eneo, unaweza ukawa unasema uwe na watu wengi ambao mtu mmoja anaweza kwenda kuplace wakati wewe unaenda kusubiria mpira wa pili, kwamba hata nitakavyoenda kukaba sitatumia nguvu kubwa sana kwa sababu nimetoka mbali. Ukitoka mbali unaenda kutumia nguvu kubwa kwa sababu unajua kwamba mpira ni 50 kwa 50. Ukienda kutumia nguvu ukakutana na wachezaji ambao wana IQ kubwa, anakuachia tu mwili kidogo, wewe unaenda kumgonga, mpira unabaki pale, unapata faulu ambayo kuna mchezaji ambaye anakuwa na wakati mzuri sana Singida, lakini kwa mechi za hivi karibuni hawamtumii au haanzi. Khalid Idi Habibu Gego. Napenda sana composure, utulivu, pasi zake, lakini katika hizi mechi za mwisho hizi nyingi amekuwa ni mtu akitokea bench. Sasa unajua ametoka Morris Chuku kutoka Tabora kurudi. Pengine ndio nafasi alichukua Morris Chuku. Ambayo ni nafasi ambayo Gego ndo alikuwa anacheza muda mwingi. Sasa kwenye kiwanja cha mazoezi walimu wengi huwa wanaangalia wachezaji ambao wanaweza kufanya vitu vingi kwenye eneo. Gego mzuri sana, mstaarabu sana, mpole sana, composure ya juu akiwa na mpira, mara chache kuona akipoteza. Lakini kwenye kutafuta mpira kama kiungo wa chini ukimlinganisha na Morris Chuku, unaweza ukaangalia kuna ugumu ambao Chuku anao ambao anaipa timu faida isipokuwa na mpira. Kwa hiyo kwenye selection mwalimu ana prefer mtu wa namna hiyo kutokana na hilo eneo ambao analicheza. Lakini ni mchezaji mzuri sana. Mzuri sana Gego. Mimi na enjoy sana anapopiga pasi na mguu wake wa kushoto ule. Khalid Idi Habibu Gego. Huo ni mchezo wa finali ya CRDB, mechi ambayo itapigwa katika uwanja wa Amani pale visiwani Zanzibar, kati ya Singida Black Stars dhidi ya wananchi Yanga ambao wamekuwa na wakati mzuri sana katika mashindano haya ya kombe la CRDB. Baada ya mechi ya dabi Kariakoo kamilika kwa Yanga kuendeleza ubabe mbele ya Simba, baadhi ya mashabiki wa timu hiyo mkoani Kigoma wamekuwa na tathmini fupi kuhusiana na mchezo huo. Mwenzetu Jacob Luviro kutoka Kigoma ametuandalia taarifa ifuatayo. Simba jana ilitokea bahati mbaya. Bahati mbaya, hata Simba ikifungwa magoli 10 hatuwezi tukaiacha. Simba ni damu. Na bado ipo timu vizuri sana, inafanya vizuri sana. Kwa sababu kwenye swala la mpira ni bahati mbaya tulitokea tukufunga ile goli Yanga walituzidi mbinu tu za uwanjani. Walicheza mpira kwa kweli, mpira mkubwa walicheza wao. Haya kula kuku. Sisi kulikuwa kuna mapungufu machache sana pale katika mchezo wa Simba Sports Club.
kuelewana tu kwa wachezaji. Tulikuwa tuna furaha kiufupi, furaha nzuri, yani furaha isiyo na kifani, maana wenzetu walichokutana nacho walihisi kutotangaza kuja uwanjani itatukosti sisi, wakati sisi tulikuwa tunajiandaa muda wote. Kwa hiyo sisi walipata dozi kutokana na mgonjwa, kutokana na ugonjwa walionao. Pale kwa Simba yetu hivi sasa Yanga wanatuzidi. Ni kitu ambacho hakina ubishi. Ndani ya misimu mingapi, misimu minne wametufunga mara 5. Sisi tunakubali kwamba wametufunga, lakini na uongozi pia umetukosea. Haiwezekani kwamba game unakuja kutupostia kwamba tunacheza muda fulani ambao yani tunashtukizwa. Hatujajipanga. Unatakiwa ujipange. Michezo sio kitu lele mama. Lazima tujipange, tujue tunafanya nini. Wanasimba wa Kigoma kwanza, kwa wanasimba wengi wa Kigoma kwanza, viongozi wanatukosea sana kuliko kitu chochote. Baada ya kumalizika mchezo huo wa dabi kati ya Yanga na Simba, mjadala mkubwa umekuwa nani anaweza kuwa mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC ambayo imemalizika, na mjadala umekuwa ukiwazungumzia hasa kiungo wa Yanga Pacome Zouzoua na yule wa Simba Jean Ahoua ambaye amemaliza kama mfungaji bora wa ligi kuu hii ya NBC. Viwanjani leo tutaangazia orodha ya wachezaji ambao 5 huenda wakaingia katika kinyang'anyiro hicho cha kuwa mchezaji bora, nani ambaye anastahili katika ligi kuu ya NBC. Tutakutajia hapa afu tutaanza kuwachambua. Kuna Jean Ahoua wa Simba, Pacome Zouzoua wa Yanga, Clement Mzize Yanga, Prince Dube Yanga na Faisal Salum Abdallah wa Azam FC. Hivi kuna wengine angepaswa kuingia hapa? Hao ni wangapi? Hao 5. Hao 5. Dickson Job amekuwa na form bora sana msimu huu. Job miongoni mwa wachezaji ambao wanatoka maeneo ambayo sio pendwa, ambayo mara nyingi huoni tuzo wakibeba, ni eneo la ulinzi na goalkeeper, si ndio? Mimi naona kwangu Dickson Job pia alikuwa na angetoka nani hapo? Sasa hii si nimewekwa kwamba ni 5. Tufanye hiyo short list hiyo na watu 5. Hapo wametaja yani iwe na short list hiyo na watu 5. Watu 5 tu. Hapo kwenye hiyo list ya watu 5 hapo atoke nani? Hapo kuna Feitoto ambaye tangu mwezi wa pili performance yake mpaka ligi inaisha hajachangia, yani hajaonyesha impact kubwa. Kwa hiyo mimi kwangu Dickson Job anaingia kwenye nafasi ya Feitoto. Mimi hem tuangalie takwimu sasa. Jean Ahoua Simba mechi 27, magoli 16, assist ametoa 9. Lakini kwa Pacome Zouzoua yeye katika michezo 26, magoli 12, assist hakuna. Inachombeba assist 10 Pacome. Ana assist 10 Pacome. Magoli 12. Magoli 12, amehusika magoli 22 ya wananchi na amecheza mechi 26. Pacome Zouzoua huyu hapo. Clement Mzize mechi 29, magoli 14, assist 5. Dube michezo 28, magoli 13, assist 8. Na Faisal mechi 28, magoli 4, assist 13. Faisal anaongoza kwenye assist. Kwenye assist ni yeye. Huyu hapo assist 13. Kwa ujumla hapo ukiangalia hiyo shortlist ya hao ambao wanaweza akawa ni gumzo zaidi kwenye kuania tuzo ya mchezaji bora kwa msimu huu. Wengi ni wale ambao wanacheza kwenye nafasi za kiushambuliaji ama nafasi za maamuzi kwenye kuamua kwamba mechi inamalizikaje. Ndio maana naona hapo consideration imekuwa ni assist ama namba magoli ambayo wamefunga. Hivi hata magolikipa huangaliwi katika zile save sasa ingewezekana, ndio maana nimesema short list yako nataka ina watu wangapi? Manake kwenye mgawanyo wa hizo namba hizo watu 5 unamtoa nani ili aingie Pimpin Kamara ambaye amemaliza akiwa na clean sheet 19 kwenye ligi. Juzi tulifanya kipindi hapa, kuna mchambuzi amezungumza tu vizuri kwamba inabidi waangalie hata goalkeeper ambaye anafanya save, kwa sababu kama ni saves niona Amos za Kipamba wa Pamba kama save kwa sababu 50 plus saves amefanya, kwa sababu wanakuambia alitoa hoja yake nzuri tu, anafanya save, amefanya save nyingi, maana yake kwamba timu yake inafikika sana, yani wao wako wazi, watu wanafika sana, kwa kazi yake ni kubwa mno. Au magolikipa ambao wanapata clean sheet. Clean sheet ni team. Yaani clean sheet sio kwamba swala ambalo golikipa anapata peke yake. Ni team nzima, si ndio bwana? Sometimes lakini ile save ni yeye golikipa.
Yeah. Kwa mfano mechi ambayo Yanga mwisho anacheza golini alikaa Msheri. Ni kama alikuwa likizo. Hamna. Ile muda mwingi yuko pale anasubiria mpira arudishiwe na Baka. Lakini wachezaji hakuna changamoto kubwa sana ambazo walikutana nazo. Hizo moments azipati na Amos kwamba akae golini amerelax au Ramadhani Chalamanda au yule goalkeeper Ken Godi wakati ule Mhagama alivyokuwa na daka muda wote unadaka muda wote upo kazini unadaka uangalie yani umekutana na shughuli sema sasa tayari unajua sasa shida ipo kwamba tayari kumeshawekwa vigezo kwamba vigezo ambavyo mostly vinampa faida mtu kuonekana ni bora. Ndio tunarudi kwenye namba za hizo. Kwa mfano msimu jana Leima Tamps ndio alikuwa na clean sheet nyingi. Ndio amekuwa golikipa bora msimu. Unanielewa? Mimi naona ile kwenye namba hizi lakini namba za huku nyuma mara chache ni ndogo sana mtu. Hata kiungo sio. Ni wafungaji, viungo washambuliaji kwenda washambuliaji. Inatokea mara chache. Ilikuwa muhimu sana kwa sababu kama ulivyosema Michael. Yona Amos ndio anaongoza kufanya save. Anafikiwa sana. Yaani muda mwingi yeye yupo kazini. Yaani shughuli yake unaiona pale golini muda wote anatakiwa aende huku aende huku. Yaani muda wote. Na inawezekana kanaongea muda mwingi kuwakumbusha wachezaji wake. Lakini ana hizo clean sheet nyingi ambazo zinaweza kumdetermine kama golikipa bora. Wale kinangeleka si yupo zake Dodoma muda wote anapiga makelele. Muda wote anakufokea. Akidaka mpira mwepesi tu anafokea mabeki wake. Kwa nini nimeruhusu hii pigo? Lakini hatarini muda wote. Muda wote uko hatarini. Lakini kwa magolikipa ambao wako kwenye hizi timu kubwa wakati mwingine timu pia inakusupport kwamba uchezaji wao haukuruhusu mpinzani kuwafikia sana kwenye eneo lao. Utafikiwa mara chache. Uwe na timu yako una Pacome na Shane Ahoua. Unaenda na nani? Namchukua Pacome Zouzoua. Pacome Zouzoua. Kwa takwimu ambazo tumeziona ni wazi kwamba kwako wewe bado ni bora Pacome. Pacome. Yes, kwa labda ni tofauti ni kwamba kwa Jean Charles Ahoua yeye ametumika sana kwenye nafasi ya nyuma ya mshambuliaji wa mwisho. Kwenye nafasi ya namba 10. Lakini Pacome Zouzoua ametumika sana akiwa anatokea pembeni. Sio nyuma ya mshambuliaji wa mwisho. Yeye ametumika kama mchezaji ambaye anatokea pembeni kidogo anaingia ndani, kuna muda anaweza akawa anaingia katikati hapo kucheza kwenye nafasi ya nyuma ya mshambuliaji, lakini mara chache ambayo anaweza akakupa hicho kitu. Lakini kwa Pacome Zouzoua kwangu mimi naweza nikasema naweza nikaopti kuwa naye zaidi kwa sababu anaifanya mechi kuwa na speed zaidi, kwa maana nitakavyohitaji speed ya mechi bado anaweza akakuofa hicho kitu. Ukihitaji mchezaji ambaye anaweza akahold mpira angalau kwa sekunde kadhaa akapiga chenga watu wawili watatu, bado pia Pacome anaweza akakupa hicho kitu. Lakini Pacome Zouzoua kuna nyakati pia ambazo anaweza akaifanya hata timu ikiwa imepoteza mpira, yeye akawa na struggle kwenye kutafuta huo mpira na akakupa hiyo faida ya kurudisha mpira kwenye miliki yenu. Sasa kuwa na mchezaji wa namna hii ambaye anaweza akakupa vitu vingi kiwanjani, inaweza ikawa ni faida zaidi kuliko kuwa na mchezaji ambaye atakuwa anasubiria mpira ifike kwake ndio aendelee na jukumu la kuifanya timu kuflow vizuri. Lakini kwa sababu mjadala unahusika na mchezaji yupi ambaye anaweza akawa na anakuwa favored zaidi kuchukua kiatu cha kuchukua tuzo ya mchezaji bora throughout the season kwenye michezo yote 240 ambayo imechezwa kwenye ligi kuu msimu huu, mchezaji yupi ambaye amekuwa ni bora zaidi? Hawa wachezaji ambao wamekuwa listed hapo wanatoka kwenye zile timu ambazo ni top 3 pale juu. Wako juu pale kabisa. Nafasi ya kwanza hapo Yanga, unaona wachezaji ambao wameingia hapo, wao wameingiza wachezaji wengi zaidi kwa maana ya Pacome Zouzoua yuko hapo, Clement Mzize pamoja na Dube ambao wameingia kwenye short list. Lakini baada ya hapo unaona kuna mchezaji mmoja kutoka Simba Sports Club ambaye ni Ahoua, so far ni top scorer wa ligi. Lakini upande wa Azam FC wako na Faisal Salum. Faisal ambaye kwenye msimu huu amehusika kwenye magoli 17. Msimu uliopita Faisal alifunga magoli 19. Lakini alikuwa na assist 4 kama sio 5. Safari 13. Safari hii ameongeza assist, amepunguza namba ya magoli ya kufunga. Lakini unaweza kusema ajihama sana kwenye involvement ya magoli akiwa na Azam FC. Kama alikuwa na 23 hivi kama nakumbuka kwenye msimu uliopita, msimu huu amekuwa na 17. Ameshuka lakini sio mbali sana. Ukiangalia kwa ujumla wake, hawa wachezaji ambao wanacheza hapa, wao wenyewe ukisema washindanishe, kwa sababu wao unawashindanisha kwenye ile eneo na kile ambacho ameifanya kwenye timu kama impact ya mwisho ya kuifanya timu yao pia ideliver nini kwenye msimu mzima. Inawezekana Pacome Zouzoua akawa na faida kwa sababu timu yake ndio bingwa wa ligi kuu ya NBC. Lakini
kuwa na hiyo nafasi ya kuifanya timu yako. Yeye ukiangalia hapo kwenye namba assist 10 na magoli 12. Maana yake amehusika kwenye magoli 22. Magoli 22 ambayo amehusika nayo Pacome Zouzoua kati ya magoli 80 na ngapi ambayo 83 ambayo Yanga ameyafunga. Inawezekana involvement yake ikawa ni kubwa ya moja kwa moja ambayo amehusika nayo kwenye magoli ambayo Mchando huwa amehusika kwenye magoli 25. Amemzidi magoli namba 3. Lakini factor ambayo inaweza ikawa inaenda kwa upande wa Pacome Zouzoua ni kwamba huyu ndio mchezaji ambaye kwenye timu yake mchango ambao ameutoa hapo umeifanya timu yake kumaliza kwenye nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu. Lakini binafsi pia kwa Pacome Zouzoua ukiangalia jana tulikuwa naangalia hapa kuhusiana na kile ambacho tumekifanya continuously kwenye mechi 30 ambazo Yanga amecheza. Yanga ametoa man of the match mara 27. Pacome Zouzoua amechukua 9 kati ya hizo ambazo 27. Maana yake ameacha hizo zingine hapo 18 wakiwa wanagawana wachezaji wengine. Unaweza kuona kwamba alikuwa bora kwa namna gani kama kwenye mechi 27 ambazo Yanga ametoa man of the match, yeye amechukua tuzo mara 9. Maana yake ni kwamba alikuwa na wakati mzuri sana kiwanjani katika msimu ambavyo ulikuwa unaendelea. Kwa hiyo kwangu nafikiri kwa Pacome Zouzoua anaweza akawa favorite zaidi kwangu kuwa ni MVP wa ligi, lakini mshindani wake karibu kabisa atakuwa ni Jean Charles Ahoua. Clement Mzize, Prince Dube, Faraji, ukiona timu yako nenda na nani? Prince Dube na Clement Mzize. Kwanza inabidi tuweke wazi kwamba Mzize sasa hivi anatumika wapi zaidi au magoli yake mengi anayafungia wapi. Unajua anatumika zaidi wide. Yaani anatokea zaidi pembeni, na nadhani unaona hata movement zake nyingi, hatari yake kubwa zaidi afanye dribbling, aende kulia, aje kushoto wakati in aliangalie goli. Kwa hiyo kwenye uchaguzi wa moja kwa moja kwamba asimame, maana yake unamnyima uhuru wa kufanya vitu vingi. Kuna aina ya wachezaji ambao ukimweka kwenye kachumba kadogo hivi hawezi kutoa kile kitu ambacho umemzoea. Kwa mfano Pacome awe mara nyingi anacheza nyuma ya mshambuliaji. Ndio. Sio mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo dogo. Yeye anapenda kushambulia eneo kubwa. Ndio maana unaona anaweza akashuka chini, akachukua mpira, akapanda juu. Hicho ambacho nimekielezea kupitia Pacome ndio nakiona kwa Clement Mzize. Clement anaweza kutrack down, akachukua mpira, akafanya dribble, akaachia pasi, akaenda pembeni tena akachukua mpira, akaja kushambulia box. Ndio. Kwa hiyo kwangu moja kwa moja kwenye uchaguzi bado namuona kabisa Dube ni mshambuliaji wa katikati. Kwa hiyo sasa kumlinganisha na Mzize, japokuwa Mzize ana magoli mengi zaidi, lakini magoli mengi Mzize ameyafunga wapi? Kwa bado napata kigugumizi, lakini kwenye asili kwenda kuchagua. Kwenye kuchagua sasa, lakini kwenye asili sasa lazima utamheshimu kwanza mtu ambaye anacheza kwenye eneo la kwanza la asili. Ile positioning. Sasa kwenye positioning maana yake moja kwa moja nitamgusa Dube kama namba 9. Utaenda na Dube. Nitaenda na Dube kwa sababu sehemu yake ya asili ni hii na amefanya vitu gani. Ukimuondoa Pacome, ukimuondoa Feitoto, nafikiri na Jean Charles Ahoua, nafikiri yeye pia amechangia assist nyingi zaidi. Yaani assist nyingi, ni mshambuliaji, lakini unaweza kaangalia namna gani link play yake na viungo wa timu yake unakuwa nzuri zaidi na kutengeneza nafasi. Kwa hiyo ni mshambuliaji ambaye anaweza kudanganya walinzi kwa kutengeneza nafasi kutoka kwenye boksi kuja chini kidogo. Wakati wanatoka maana yake obvious beki mmoja lazima atakuwa anajaribu kutoka kwenye eneo imadi ya msimamizi, na ile eneo linakuwa wazi, ndio unaweza ukaona Chama, Aziz Ki ananufaika, Pacome anatoka wide anakuja ananufaika. Lakini kwa nataka nigusie kitu kidogo kuhusu comparison ya Jean Charles Ahoua na Pacome. Mimi wakati mwingine siamini sana kwenye numbers mimi. Na nitakupa mfano. Ukimwangalia kwa mtu ambaye amemwona Zidane, Zinedine, Andres Iniesta, labda na Mesut Ozil, unaweza kusema wote ni viungo wa shambuliaji. Lakini Ozil ana namba nyingi zaidi ya assist kuliko wao wote. Au ambao nimekutajia, lakini kiuchezaji kama kocha kweli anataka mchezaji ambaye amekamilika katika mazingira yote, of possession na wakati timu ikiwa ina umiliki wa mpira. Inawezekana ikawa chaguo la mwisho Ozil kupata nafasi mbele ya hao wachezaji wawili japokuwa amewazidi namba. Maana yangu ni nini? Maana yangu kwenye mlinganisho wa Pacome kushinda kuwa labda mchezaji bora wa msimu, labda ukimweka na Jean Charles, mimi naona moja kwa moja ukiachana na namba za Jean Charles Ahoua, lakini kwangu namuona Pacome zaidi kutokana na namna ambavyo anakuwa na sifa nyingi
Yaani ukiwa na uwezo wa kwenda kwenye box lako kupora mpira, kutembea nao na kutengeneza shambulizi, timu ikanufaika kutokana na ile transition, maana yake unafanya vitu vingine vya ziada ambavyo vinafanywa na walinzi, lakini wewe unaweza kufanya. Kwa hiyo hiyo sifa unaiona kwa Pacome mara nyingi. Lakini pia namna ambavyo anahusika kwenye matukio mengi. Okay. Yaani sio tu kwenye tukio la aina moja ndio inaweza kumpa asilimia kubwa ya uhakika wa kuconvert kwa goli. Anahusika kwenye mazingira tofauti tofauti sana. Mimi moja kwa moja ulivonitajia hao Anderson Iniesta, Mesut Ozil, Zinedine Zidane. Unaenda na Zizou mzee. Zizou. Lakini maana yake sasa kwenye Zizou nadhani umenielewa ukamilifu. Yaani kwenye ukamilifu amekamilika, sinielewa Yaani hiyo kwenye hiyo role. Japokuwa Ozil ana namba assist nyingi zaidi kwenye career yake. Haya, na ni wachezaji wanne ambao tumewajadili hapa, watano pamoja na Faisal Salum Abdallah ambaye tumezungumza hapa kuhusiana na ufungaji wake mabao 4 na asisti 13 kwa msimu huu. Ameshuka katika kufunga magoli lakini ameongeza kule kwenye asisti. Lakini kwa hao watano ambao tumewazungumza hapa, bila shaka tutakuwa umepata majibu, lakini hapa ni Viwanjani na ndicho ambacho tumekizungumza sisi, tumewachagua hao watano. Lakini tukawa tunasema kwenye mchezo wa mpira wa miguu na hususan kwenye ligi kuu ya NBC kuna watu muda wote huko kazini. Wote wako kazini, lakini kuna wengine wanakuwa busy zaidi. Walinda milango ambao wanafanya save. Yona Amos wa Pamba, Ramadhan Chalamanda. Bila shaka Yona Amos ndio namba 1 na Ramadhan Chalamanda wa Kagera Sugar. Kabla ya mchezo wa mwisho Yona Amos alikuwa amefanya save 56. Kabla ya mchezo wa raundi ya 30. Hao nao inabidi waangalie. Yaani wale magolikipa ambao wamesave sana. Yona Amos, Chalamanda. Anafuata Castle Mhagama wa Ken Gold. Ambaye Castle Mhagama sio kama amecheza mechi zote na Ken Gold. Kwa sababu kumwishoni alicheza yule mwingine. Wamecheza magolikipa wengine wawili. Maana yake amecheza mwisho hizi. Amalizia golikipa ambaye ametoka kwenye kikosi cha under 20 ile Lonje. Ambaye amecheza mechi hizi za mwisho mpaka mechi ya mwisho ambayo anacheza dhidi ya Simba. Na tukiwa bado tuko na wewe Viwanjani, tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutarejea. Na tumerudi baada ya mapumziko mafupi na bado uko nasi Viwanjani, kipindi bora kabisa cha michezo Tanzania. Kuanzia saa 3 mpaka saa 6 unakuwa nasi hapa na tunakufahamisha yale ambayo tumejaliwa kuwa nayo kwa siku hii ya leo, sio ya kukosa kabisa. Na kumbuka mara zote huwa pia tunaungana na wageni katika kuzungumza taarifa mbalimbali za michezo, lakini nikwambie tu katika masuala mazima ya vijana, msimu wa pili wa tamasha la National Youth Festival kuhitimika Jumamosi hii. Mashindano hayo ambayo yanafanyika katika viwanja vya shule ya Kings Goba jijini Dar es Salaam yanalenga kuibua vijana wenye vipaji ambao wanaishi katika mazingira magumu. Mashindano haya yameandaliwa na shirika lisilo la kiserikali la National Compassion Tanzania likishirikiana na makanisa zaidi ya 600 yenye vijana wenye uhitaji maalum na au waishio katika mazingira magumu. Mchezo inayofanyika ni pamoja na mpira wa miguu, mpira wa pete, kuimba, kudansi, kupiga ngoma na kuchora. Lakini sasa hapa tunao wageni ambao wamekuja hapa na tutazungumzana kuhusiana na jambo zima hili. Edwin Mgisha ambaye ni mwezeshaji program za vijana yuko hapa, lakini pia tunaye Rusota naye Emmanuel na yuko studio hapa, wamejaa tele kabisa ili uweze kujua kipi ambacho wamekuja nalo kwa siku hii ya leo. Niwakaribisha sana Emmanuel Rusota na Mgisha, karibuni sana Viwanjani. Asante sana. Bila shaka ni si mara ya kwanza Kwa hapa ni mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Okay. Baridi kali sana ni au? Sawa bwana. Tuzungumze sasa ili ambalo mmekuja nalo kwa siku ya leo, na watazamaji Viwanjani wangependa kufahamu wazo la kuanzisha kwanza tamasha hili ilikuwaje? Tuanze na mratibu hapa ama Rusota yule ambaye atatupa ufahamu vizuri zaidi. Wazo hili lilianza kwanza kwa sababu shirika la Compassion kwa kushirikiana na makanisa ndio tunawezesha watoto kama ulivyosema wanaotoka kwenye kaya maskini na lengo wafike hatua ya kuweza kujitegemea kimaisha. Na unajua ziko namna nyingi za kuwawezesha. Kwa tunawawezesha kielimu, wapate elimu bora, waweze kufikia kujiajiri au kuajiriwa. Lakini pia tunawawezesha wapate ujuzi wa ufundi. Lakini tukagundua kwamba elimu tu na ufundi
havitoshi. Yeah. Kuna kitu kingine cha vipaji. Kuna kijana anaweza kujipatia ajira akajiajiri kupitia kipaji chake. Yeah. Kwa ndipo tukaanzisha hiyo mfumo wa kuibua vipaji na kuviendeleza, lakini kuvitangaza kwa wadau ili kusudi vijana waweze kukua na kuongezeka kwenye vipaji vyao. Kwa hiyo ilianza hivyo, imeanza mwaka jana. Huu ni msimu wa pili. Huu ni msimu wa pili. Ndio. Okay. Na katika msimu ule wa kwanza ambao umesema mwaka jana, mlifanikiwa au lengo lilifikiwa kwa asilimia ngapi? Tulifikia lengo karibia 100% kama sio 90 hivi. Nice, hapo. Kwa sababu vijana tuliokuwa tumewalenga wote tuliwapata na kweli kuwaonyesha kwa Watanzania. Na kuna baadhi ambao wameweza kwenda kujiunga na academy mbalimbali kwa sababu ya yale maonyesho tuliyoyafanya kwenye msimu wa kwanza. Okay. Ni washiriki wangapi ambao wanashiriki na katika kanda ambazo zimejumuisha katika mashindano, Emmanuel? Ya, mimi kwanza nianze kwa kusema kwamba ninawakilisha makanisa ambayo yanafanya kazi na shirika la Compassion International Tanzania. Ndiyo. Nikitokea kituo cha Anglican Savior Tabora. Katika miongoni mwa makanisa ambayo yameingia ushirika wenza na Compassion ni Diocese ya Tabora. Labda mimi niseme kwamba katika swala hili la uibwaji wa vipaji kwa upande wa vijana, mara nyingi sisi kule vituoni tunakuwa sana tumejikita katika eneo la kuibua, lakini pia kuvikuza, lakini pia na kuviendeleza. Kwa hiyo sisi tulioko kule field tunafanya kazi na vijana moja kwa moja. Kwa hiyo kwa hiyo kanisa lina nafasi ya kushirikiana na Compassion kuhakikisha kwamba linabaini vipaji vilivyoko. Ndio maana ndio maana kaka Edwin ametoka kuzungumza kwamba season ya kwanza ilifanyika na tulifanikiwa kuibua vipaji. Mfano mzuri, kocha wa under 20 wa Fountain Gate ni miongoni mwa vijana walioibuliwa katika hiyo program. Lakini pia mpaka sasa ameajiriwa huko. Lakini pia mwaka 2019 alikuwa ni sehemu ya wachezaji wa timu ya taifa ya under 17. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo vipaji hivi vinaibuliwa. Na kama sio hiyo program, ina maana kipaji kilikuwa kinapotea. Yes. Kwa hiyo ukiwekeza zaidi kwenye kubaini kipaji, lakini pia ukaweka mkakati wa namna ya kukiendeleza, basi kipaji hicho kinaweza kikamfikisha kijana mbali. Okay. Na kuna vigezo ambavyo huwa mnavitazama, vigezo vyovyote vile vya kushiriki? Ya, vigezo vipo, lakini mara nyingi watu nasema kwamba kipaji hakijifichi. Kipaji hakijifichi. Kule vituoni tuna program tunaita Yodi. Yodi ni your 1 degree, kwamba kijana atakiwa atambue kwamba ni God given design. Yeye ni mfano wa Mungu. Kuna zawadi ambazo Mungu amempa. Ambazo yeye anakuwa yuko unique. Ambaye ana kitu ana zawadi ambayo amepewa inayomtofautisha na vijana wenzake. Kwa hiyo ndio maana ukiona katika mashindano ya taifa utakuta kwamba tuna vipaji ambavyo ni vya mpira wa miguu, tuna vipaji ambavyo ni vya muziki, tuna vipaji ambavyo viko tofauti. Kwa hiyo programu hiyo ya kwanza kujitambua kwamba ni mfano wa Mungu na ana zawadi ambayo Mungu amempa. Kwa hiyo sisi tuna act kama ni energizer, yani vichochezi kuhakikisha kwamba vipaji hivyo vinafika mbali. Okay. Tuwapongeze sana, kazi ambayo mnaifanya ni kubwa kwa sababu mnaisaidia jamii kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu vijana zile talent zipo mitaani. Wakati mwingine zinahitaji tu watu wa kuweza kuwasupport, kuwanyanyua, kuonekana na hatimaye vipaji viendelee. Ratiba ya tamasha imekaaje sasa? Ninaomba nianzie kwenye lile swali la kwanza na kusema idadi, tuna vijana karibia 400 na kitu, 400 kama 20 ambao wako hapa. Lakini ni baada ya mchujo kutoka kwenye vijana karibia 2500 wa msimu wa kwanza. Kwa tukaja kupata vijana 420 ambao ndio tumewaleta kitaifa. Na vigezo ni kwamba kama kijana umeandikishwa na unafadhiliwa chini ya shirika la Compassion, una fursa ya kuonyesha kipaji chako. Kwa atubagui, lakini ili mradi ni kijana ambaye umefadhiliwa na shirika la Compassion. Na swali la uliloniuliza ilikuwa kuhusiana na
ratiba ya tamasha. Ratiba. Yeah, ratiba tumeanza hapa ili tamasha tumeanza tangu Jumatano wiki. Okay. Tarehe 25. Juzi hapa. Juzi. Na tunahitimisha Jumamosi. Jumamosi ya kesho kutwa. Ambao ni kesho. Ni kesho ni kesho. Kwa hiyo tunazo siku 4 ambazo zimekuwa vijana wakiendelea kumenyana kule na kuonyeshana ubabe kutoka kanda 7 ambazo tunazo kama shirika la Compassion. Kwa hiyo tuna kanda ya kusini kabisa, tunaita ya kusini, ambayo inahusisha mikoa ya Mtwara, Lindi, Ruvuma na Njombe. Zile tunaita kusini. Alafu tuna kanda ya mashariki inahusisha Dar es Salaam, Pwani na Morogoro. Alafu tuna kanda ya kati, Dodoma, Singida na Iringa. Alafu tuna kanda ya magharibi ambapo Rusota anatoka, ambayo inahusisha Tabora, Kigoma, lakini pia tumeingiza na Shinyanga huko. Alafu tuna kanda ya Ziwa Victoria ambayo inahusisha Kagera, Geita, Mwanza na Mara. Alafu tuna kanda za kaskazini kule ziko 2. Kuna ya Ngorongoro ambayo inahusisha Manyara na Arusha. Alafu tuna ya Mlima Kilimanjaro ambayo inahusisha Arusha, sehemu ya Arusha na Kilimanjaro na Tanga. Okay. Yes. Na inaonekana mmejipanga na mmekuwa na wakati mzuri sana. Emmanuel Rusota. Siku zote jambo linapoanzishwa huwa linahitaji support. Support ndio inakuwa ni kila kitu. Katika kuwafikia wadau, tunaona mmeungana nasi hapa vizuri na watu wanafuatilia. Labda neno lenu kwa wadau kuhakikisha kwamba kuna hiki ambacho tunahitaji wadau waingize, labda pengine au wenyewe kuna idea mbalimbali ambazo wanaweza wakawa na nyinyi pamoja kuhakikisha kwamba jambo linakwenda kwa asilimia zote. Asante. Ili kuweza kukuza vipaji kwa vijana, huwezi ukajifungia ndani ya boksi. Unahitaji networking kuhakikisha kwamba vijana wanafikia ndoto zao. Kwa hiyo sisi kwa upande wetu tumelinki zaidi kwenye chama cha mpira wa miguu, lakini pia chama cha netball, lakini pia na taasisi mbalimbali zinazoendeleza vipaji. Kwa hiyo wito wangu kwao ni kuona namna gani ambavyo tunaweza tukaendelea kushikamana, na tunaamini kwamba kwa sasa tunajipanga kuweza kuanzisha strategic alliance na baadhi ya academy zilizoko Tanzania. Kwa mfano mzuri, tuna wachezaji ambao wako Azam, lakini pia tuna baadhi ya players ambao wako Simba ambao wameenda trial. Kwa hiyo tunatamani kwamba sisi kama taasisi kuweza kuwa na wadau hao, lakini pia serikali nayo imekuwa muhimili mkuu katika program zetu. Ndio maana kuna program tunayoendesha ambayo viongozi wa serikali hawaji kushiriki kwenye hizo program. Na huu msimu wa pili, msimu wa 3 labda pengine kuwa endelevu zaidi, kuna chochote ambacho mnaona kwamba katika msimu unaokuja tulikosa kufanya katika msimu wa kwanza jambo fulani, na katika msimu wa pili tuna focus msimu wa 3 pengine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tuongeze kitu fulani, labda plani hiyo ikoje? Niseme hivi, kwenye msimu tulikuwa tumekusudia sana tuzipate timu za vijana za hivi virabu. Tuliandika barua, tulileta Azam, tukapeleka Simba, Yanga, KMC na hizo timu mbalimbali. Lakini kwa sababu ya muda nafikiri mfupi hatujafanikiwa kuwapata wale wataalamu wao wakaja kuona vipaji kwa vijana wetu. Kwa ninatamani kwenye msimu ujao kwa kweli tufanye mapema, tuwaite mapema, tushirikiane. Kwa sababu tunataka vipaji vya hawa vijana visibaki kwetu. Viweze kuwafikia wale. Lengo la kuwaomba hawa kwamba waje kushiriki katika kutazama hizo talent ambazo wao wana fursa kuchukua na kuziendeleza. Kabisa. Kwa hiyo kutokana na muda nafikiri ndio respond. Kwa hilo ninaona ni jambo ambalo tunatamani tulifanye vizuri. Na eneo lingine nafikiri ambalo tunataka kuliboresha pia kwenye hivi vipaji vya uimbaji. Tumekuwa na wachekeshaji comedian wazuri sana, lakini pia wadau wake hao promoter walioko huko hatukuweza kuwapata kwa wakati. Ni eneo pia ambalo tunatamani tuliboreshe. Lakini pia ndugu mwandishi, kwa kuongezea hapo, kwa mfano katika program mbalimbali za kimichezo kikanda, kwa mfano kanda ya magharibi,
sisi tumeshaandaa mchakato wa kuanzisha Sports Academy ambayo lengo lake Sports Academy ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na taasisi huru ambayo ni ya kuibua vipaji. Ndani yake kutakuwepo na shule ya msingi, kutakuwepo na sekondari, lakini kutakuwepo na high school. Wale vijana wanapokuja kwenye shughuli zile za masomo, maana yake kuna vitu fulani ambavyo kuna program mbali za kimichezo pia zitakazoendeshwa pale. Kwa hiyo bado mpango upo na tuko kwenye hatua za mwisho za usajili. Okay. Sisi tunawaombea sana ili jambo liende vizuri na vijana wafaidike na hiki ambacho mmekianzisha. Na wadau pia kama mlivyosema wawe karibu na nyinyi, kwa sababu huko ndiko ambako talent zinatoka, kwa hiyo ziendelezwe ili taifa liweze kufaidika nao. Na mkiwa nasi viwanjani, na hivi sasa tunakwenda kuangalia mahojiano maalum ambaye aliyafanya mwenzetu Timzo Kalugira. Usiondoke na kuendelea kupata madini kutoka katika kipindi bora kabisa cha michezo Tanzania Viwanjani. Naam, na kukaribisha tena, ni mara nyingine. Leo hii tunakutana ndani ya Exclusive na Timzo, na leo hii tunakwenda kuangazia wanakoma kumwanya, si wengine hawa ni timu ya Mbeya City ambayo ilishuka ligi kuu ya soka Tanzania bara na sasa imerejea tena, na hii ni mara baada ya kujiuliza wapi walikwama na sasa wakajikwamua. Leo nakwenda kuzungumza na mmoja watu ambao walisimama na Mbeya City kwa mafanikio makubwa ambayo unaijua ile Mbeya City ilikuwa na watu nyuma yake. Huyu si mwingine ni yule aliyekuwa mkurugenzi wa jiji, James Kasusula. Kaka yangu, habari za siku nyingi? Salama kabisa. Naam. Salama kabisa. Umepotelea wapi kitambo? Ya, tupo mtaani na tupo kwa sasa hivi tumepumzika kazi za serikali na tupo mtaani. Mnaendelea na maisha mengine? Maisha mengine yanasonga mbele. Tujalie, ili kuwaje kwa haraka utufahamishe Mbeya City ya kipindi kile, timu ambayo kwa kweli ilikuwa na mashabiki wengi. Mlikuwa mnafanya nini kwa Mbeya City? Kwanza na shukuru kwamba katika miaka ya 2017, 2018, 2019 mpaka 20 humo, ambapo mimi nikiwa mkurugenzi wa jiji la Mbeya, tulikuwa na timu nzuri. Sio timu ya wachezaji peke yake, lakini nikimaanisha timu ya kuanzia benchi la ufundi, kuanzia viongozi, madiwani. Maana ile timu ni timu ya jiji. Mwajiri wa Mbeya City ni mkurugenzi, akiwa chini ya madiwani, waheshimiwa madiwani, meya na kadhalika. Sasa wale madiwani kwa kweli walikuwa ni wa kwanza ambao ndio makamanda wenyewe wako mstari wa mbele. Na kwa sababu jiji la Mbeya, na unajua tena mambo ya kisiasa, madiwani ndio wenye watu. Kwa hiyo diwani anapokwenda kwa watu wake kule akasema, bwana, timu yetu ya Mbeya City inahitaji msaada, inahitaji sapoti, watu wanatoka kwa wote kwa wingi. Mbeya City ni timu ya wananchi kama ambavyo nimesema. Wale unaposikia koma kumwanya, wale ni wafia timu. Wale ni wafia timu. Ndio maana ya neno koma kumwanya? Kabisa. Wale ndio yani wale ndio mujahidina wa timu ambao wako tayari kufanya lolote timu ya Mbeya City kujitoa muhanga. Watoto wa mjini wanasema wako tayari kuvaa mabomu. Sasa ndio kwa hiyo kwa ajili ya timu. Kwa hiyo Mbeya City ni timu ya wananchi haswa, kama hizi timu mbili kubwa ambazo tunaziona hapa. Zingine zote zitakuja, zitaondoka, lakini hizi timu kubwa za hapa Dar es Salaam zitaendelea kubaki, kwa sababu watu ziko kwenye mioyo ya watu, ziko kwenye damu za watu. Kwa hiyo sambamba na kama hizi timu mbili kubwa za Dar es Salaam, lakini jiji la Mbeya lina hiyo timu ya Mbeya City. Zinakuja nyingi pale Mbeya, ilikuwepo Prisons, ilikuwepo ilikuwepo Mbeya Kwanza, ilikuwepo Ken Gold, lakini hizi zote ni za kuja kuondoka. Lakini Mbeya City ndio alama ya Mbeya. Labda nikuibie siri moja, kitu kingine. 2019 tulienda bungeni
kwenye mambo ya mahesabu ya serikali na nini na nini, kuonyesha kwamba Mbeya City ni timu ya wananchi bila kujali inapata faida au inapata hasara. Waheshimiwa wabunge wako pale kwenye kamati ya PAC ya mahesabu na nini na nini, waliniambia kwa kauli moja, Makemindo nilikuwa pale mbele ya waheshimiwa pale, wananiambia bwana, wewe una timu ya Mbeya City. Pamoja na kwamba Mbeya City haipati faida, pamoja na kwamba Mbeya City haitengenezi fedha na kadhalika, inakula hela, lakini hakikisha Mbeya City isife. Hakikisha Mbeya City isife, isimame, isishuke daraja. Isishuke daraja. Kauli nzito hiyo. Kauli nzito ya kutoka bungeni. Bungeni. Ya wabunge. Maana yake kama mbele ya kamati hiyo, maana yake ni kauli rasmi ya bunge. Sasa kama ni agizo. Ni agizo. Sasa mimi nilikuwa askari. Sasa mimi askari nikipewa amri na bunge kwamba hakikisha Mbeya City isife, isishuke. Mimi kama askari ni kwenda kutekeleza. Hiyo ni utekelezaji tu. Na kweli Mbeya City kwa kweli ilifanya vizuri na ilikuwa kwenye kiwango cha juu kabisa katika miaka hiyo 2017, 18, 19, na hizi timu zote sijui kama kuna timu ambayo haikuwahi kuacha pointi 3 pale uwanja wa Sokoine. Uwanja wa Sokoine. Na ukifika pale timu yoyote inayokuja pale itakuta uwanja umefurika. Mbeya City tulifika sehemu tukija kucheza Dar es Salaam tunapokelewa Kibaha na maandamano makubwa, hakika ya pikipiki. Ya pikipiki. Maandamano makubwa. Hawa sio matajiri, hawa sio kwamba wana hela au nini na nini, lakini ni watu ambao anasema mimi Mbeya City ni ya kwangu, anaiona ni ya kwake, na watoto wao hawa, watoto wao unakuta wamevalishwa jezi za zambarau zile, kwamba wewe, mimi ni Mbeya City na wewe mwanangu na wewe ni Mbeya City. Kwa hiyo wanarithishana. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa kiwango gani Mbeya City ilikuwa na sapoti kubwa. Tumekwenda kucheza Mwanza, tumekwenda kucheza Kagera na Kagera Sugar. Kuna mwaka tulitetereka pale, tukawa tunahitaji lazima sisi tushinde ili tubaki kwenye mjinusuru kwenye wimbi la kushuka. Na Kagera naye yuko vibaya, kila mtu anazihitaji alama 3. Alama 3. Sasa huwezi ukaamini, na hapo tunaenda kucheza ugenini Kaitaba pale. Kaitaba ugenini, wanazitaka pointi 3 na sisi tunazitaka kwa udi na uvumba pointi 3. Tumekuta maandamano ya kuipokea Mbeya City Biharamulo. Kwenda Bukoba. Maandamano Biharamulo, tumekuta maandamano pale. Kwa hiyo wametupokea wana Mbeya City kutoka Biharamulo, tumekwenda Kagera. Ile hali ya hewa tuliyoikuta pale, kwa kweli tuliona sisi tuko kama Mbeya. Maana mazingira yatofautiani sana. Tuko Uyole kabisa. Hivi wale mashabiki walikuwa ni wazawa wa Mbeya ambao wanakaa katika hiyo mikoa ambayo mlikuwa mnakwenda kucheza, au walikuwa ni mashabiki wa kawaida? Mashabiki wa kawaida, lakini wengi wao baada ya kushawishika na kuipenda Mbeya City timu yao, lakini wengi walikuwa ni popote alipo mwana Mbeya, timu yake ya kwanza ni Mbeya City, hizi zingine zinafuata. Kwa hiyo tumefika Kagera, tumefika Bukoba. Kagera tumempiga 3-0 nyumbani kwao Kaitaba. Kwa ajili ya ile hamasa na nini, mchezaji wa 12 akafanya kazi yake. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa kweli Mbeya City nguvu yao kubwa ni mashabiki, ndio mchezaji wa 12. Hivi Kasusura,
hawa wachezaji wa Mbeya, tuseme mashabiki, mara nyingi hizi timu zenye halmashauri kama hizo, kama unavyozungumzia timu kama za taasisi, tumeona kama kuna Kagera Sugar, Mtibwa Sugar, kuna Tanzania Prisons, hazina hamasa kama ile ambayo ilikuwa nayo ya Mbeya City kwa mashabiki kama hivyo ambavyo umetoka kueleza. Ni kitu gani kinakosekana kwa wale na Mbeya ninyi mliweza kwenye hilo? Nitakukumbusha mfano mzuri sana. Mnakwenda kucheza na Azam FC, nyote ni wa moto namna hii. Pale kwenye uwanja wa Azam Complex 3-3. Uwanja ulijaa na ulifungwa, watu walivunja geti na wengine waliruka kupitia kule upande wa kantini. Tunapozungumzia kwamba timu iko kwenye damu, hiyo ndio maana yake. Ya damu. Hiyo ndio maana yake. Mchezaji shabiki hata buku ile 1000 ya kulipa kiingilio pale hana, lakini anasema mimi Mbeya City siwezi kukubali kwamba acheze na mimi sina kiingilio na mimi nisiione. Haiwezekani. Lazima mimi niende nikaiangalie timu yangu, ni support. Hata ile kupiga kelele tu, kupiga kelele yani nawapa nguvu. Sasa unaweza ukaona pamoja na kwamba Mbeya City unaona ilikuwa daraja chini, daraja la kwanza hapo na nini na hangaika, lakini nguvu ya ushahidi unauona pale wakati tunacheza na Azam. Uwanja umefurika. Hao wote ni wale wafia timu. Hao wote ni wafia timu. Huwezi ukaamini kila mechi tulizokuwa tunakwenda kucheza, kwa mfano mnaenda Dodoma, mnaenda Arusha, wanakodi basi lao mashabiki. Wanakodi basi lao wenyewe. Na sio basi, ilikuwa inashuka mabasi. Nakumbuka ikija hapa Dar es Salaam mabasi yanashuka yote ambayo naona hivi. Costa 10-15 wote wana sasa unaweza ukaona nguvu ya Mbeya City. Mchezaji wa ziada ni hao mashabiki ambao hao kwa kweli wanasema sisi ni wafia timu. Wafia timu. Na kweli ni wafia timu. Wale wako tayari kuvaa mabomu kwa ajili ya timu yao. Sasa hivi timu, mtukumbushe, baada ya sasa umekaa hapo timu, wewe ukaondoka, uliacha nafasi ya 8 kama sikosei. Nafasi ya 8 katika Premier, katika ligi kuu. Na kipindi hicho timu bado ziko 20, si ndio? Timu 20. Timu 20 kabla ya sasa hivi ambayo ni 16. Unaiacha katika nafasi nzuri kabisa. Kwa kweli Mbeya City baada ya mimi kuwa pale, timu ya Mbeya City na mimi jina langu naitwa Kasusura, lakini mashabiki walikuwa wananiita Mwaka Susura. Wakabadilisha? Wakanibadilisha. Nikawa Mnyakyusa Mwaka Susura. Mwaka Susura. Mwaka Susura. Kwa maana gani? Kwamba Mbeya City huwezi ukaitenganisha na Kasusura. Kwa hiyo ni part and parcel, Waswahili wanasema. Ulikuwa unafanya nini Kasusura? Na wewe ulikuwa ndio mkurugenzi wa jiji, lakini tumeona hata wakurugenzi wa jiji wamekuja wengine. Wewe ulikuwa unafanya kitu gani? Mimi nilikuwa sehemu yao. Mimi unapowakuta mashabiki wa Mbeya City, mimi niko pale kwenye vijiwe. Mpaka walikuwa wanasema hatujai kuona mkurugenzi anakaa kijiweni. Najadili na Mbeya City yenu. Napata mawazo ya wana Mbeya City kutoka mdomoni, sio kusikia. Mimi nakaa nao, tunakunywa kahawa, uso kwa macho. Kahawa tunakunywa, kashata tunakula pamoja pale na kadhalika. Kwa hiyo mimi nilikuwa mmoja wao. Walikuwa hawawezi kunitenganisha au huwezi kunitenganisha mimi na Mbeya City. Kwa maana hiyo hata wakati inafanya vizuri, mimi Mbeya City nilikuwa nakula nao chakula. Hata ukienda kwenye mitandao humo na nini utakuta mpaka mheshimiwa spika akija kutembea lazima nimpeleke, twende ukasalimie vijana wako na nini. Bwana mama, hebu wape zawadi kidogo. Wewe unaonaje leo wanacheza na labda Azam, wanacheza si na Yanga au Simba au whatever. Acha hamasa chochote kitu. Hamasa, ongea nao na nini.
Sasa sisi tumejifunza tukiwa jeshini kule, tumejifunza hamasa za kivita kwenye mapigano, kwenye wakati mgumu sana, unatakiwa kuongoza vijana kwenye mvua, kwenye jua, kwenye matope. Sasa unawaambiaje? Pengine jana hawakula, lakini mko porini, lazima msonge mbele. Nini kifanyike? Lazima waende kwa furaha, kwa moyo. Sasa zile hamasa ambazo tulikuwa tunafundishwa huko kwenye mambo ya kijeshi, ya kivita huko na nini, nikawa nazileta pale kwenye timu. Kwa hiyo timu, hawa wachezaji na kula nao chakula. Kwa hiyo wanaona leo tunacheza labda na Azam, leo tunacheza na Yanga au Simba au yeyote. Mechi hii ni ngumu. Lakini mkurugenzi kaja leo, tumekaa naye asubuhi, tumekunywa naye chai, mazoezi, tumecheza naye mazoezi. Mimi nimevaa tracksuit yangu, nimevaa raba nini, tumecheza pale mazoezi, tumetoka pale, tumekwenda kula, tumekula chakula kile ambacho tumepanga foleni. Wewe unachukua nyama moja, mimi nachukua nyama moja, unachukua maharage na mimi nachukua maharage, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo ilikuwa ni part ya hamasa. Wachezaji wenyewe wanajiona kwamba huyu sio kamanda wa kuongoza vita kutokea ofisini. Huyu tuko naye field. Kwa hiyo wanaona kabisa. Mashabiki, mimi naweza kukaa jukwaani nikashangilia nao na kadhalika. Yaani mashabiki, na wanapokwama mashabiki, unakwama nao. Ofisi yangu ilikuwa wazi. Mimi nilikuwa naingia ofisini saa 12 asubuhi, lakini saa 1, saa 2 usiku, jioni, ofisi yangu iko wazi. Kwa hiyo na watu wote walikuwa najua ofisi ya mkurugenzi iko wazi saa zote kwa yeyote mwenye shida. Kwa hiyo bahati nzuri, mmoja Mwigane tumekuwa naye vizuri kabisa, ni kijana mzuri sana. Sasa hivi wanaye kijana mwingine anaitwa Mlundi, kijana mzuri ambaye tulikuwa naye na nimekuwa nikiwasiliana naye, na hata hiyo ambayo naisema kwenye kuteremka kwao daraja. Tamani kupata feelings zako ulivyoona timu imeshuka na uliacha kwenye piki nafasi ya 8 kati ya timu 20. Mimi ni kati ya watu waliougua, kweli kutoka rohoni, na kwa sababu imeteremka nikipigana. Kuna kitabu kimoja aliandika Sam Nujoma, rais wa Namibia ambaye amefariki mwaka jana sijui lini, kinaitwa Tufe tukipigana mpaka dakika ya mwisho. Sasa hiyo ilikuwa ni principle yangu pia, kwamba Mbeya City sikukubali ife kibudu. Niliamua mimi kufa nayo. Ukashuka nayo ligi daraja la kwanza kabisa. Na wakati mpaka imepangwa kucheza playoff, si Kiswahili chake nini kizuri, playoff, walicheza na Mashujaa. Ndio. Ya Kigoma kupambania kwamba kati yenu nani apande, nani abaki. Nimempigia simu mkurugenzi aliyekuwa na kaimu wakati ule, nimempigia simu 5. Chonde. Mnacheza playoff na Mashujaa. Mashujaa ni wazuri, ni timu ya jeshi, stamina za kijeshi na nini unazijua, lakini kuna majiografia ambayo kwa kweli wewe kama mkurugenzi lazima usimame. Bahati mbaya sana aliyekuwa kaimu mkurugenzi alikuwa ni mama mmoja. Na sisi na wanawake na michezo sio sana. Especially soka. Labda iwe umezaliwa wewe ni mchezaji. Michezo iko kwenye damu. Lakini otherwise kama michezo ni kama kazi tu, kwamba ile ni timu tu na nini na iko chini yako. Basi nikampigia simu almost 5. Wakapoteza kule na nini, lakini walipotoka kule wakaja wanaenda kucheza Sokoine nyumbani. Nikampigia mpaka simu kama ugomvi. Namwambia chonde. Hii timu kule imefungwa 3-1. Tafadhali sana, jitahidi, fanya hivi. Haya ni mawazo yangu. Sisi tuko nje tu, lakini wewe ndio mchezaji mkuu pale. Lakini hata Mbeya pale wakapoteza.
na wakapotea. Kwa kweli nilisikitika sana mno kutoka rohoni, na nikawapigia viongozi pale, mamea, madiwani wewe ambao tulikuwa tunashirikiana nao, kwamba kwa kweli mimi hii timu kushuka kwake imeniumiza. Na tulikuwa kwenye kipindi kimoja nikahojiwa, wakawa wananitania kwamba bwana wewe una watoto wawili, timu mbili, sasa una Ken Gold huku na Mbeya City haiendi vizuri na nini na nini. Kasema jamani, mimi nataka niweke wazi msimamo. Na watoto kweli wawili watatu almost, Prison, Ken Gold na Mbeya City, wote ni watoto wangu kwa sababu wote wako Mbeya. Lakini watoto hao wote mmoja kwa kweli na declare kwamba nampenda zaidi. Kwamba nampenda zaidi. Mimi nampenda Mbeya City. Kwa kweli iliniumiza, na kutoka sehemu ambapo tulikuwa tumefikia sehemu Mbeya City tunauza wachezaji. Mmoja wa wachezaji ambao ni zao letu, Kibudenisi. Huyu mpaka leo Afrika nzima. Afrika wanamjua. Kienda Waarabu wanasema ile toto baya kabisa. Ukienda ukiwauliza Constantine sijui nani wa Algeria wa Tunisia, wasema kila mtu anampa jina lake baya kwa sababu tu ya kuadhibu. Toto baya kabisa. Yule ni zao letu. Lakini tulikuwa na mchezaji kama Ambokile tumemuuza TP Mazembe Kongo, tumewauzia. Sasa na wachezaji wengine. Sasa angalia brandi ya Mbeya City ilipokuwa imefikia kuuza wachezaji wa kiwango hiki. Maana kile Mbeya City tulifanya sisi kama kiwanda. Sisi kazi yetu ilikuwa ni kuzalisha. Kule kuna vipaji sana. Tukiita tunataka tusajili, cha kwanza hatuendi sokoni, tunataka kuzalisha uwanjani pale. Vijana wote wanakuja, watoto. Yaani unaweza ukaona vipaji vikubwa ndio tuliokuwa tunawazalisha wale wengi. Toka kocha Mwambusi akiwepo na nini, lakini mambo ya siasa unajua pale kuna mambo ya upinzani sana na nini na nini. Kwa hiyo ukileta mambo ya siasa na nini, biashara imeishia hapo. Timu ikaanza kwenda ndivyo sivyo, lakini Mbeya City ni timu ambayo sasa hivi tungekuwa nadhani katika level nyingine. Kwa hiyo siasa unataka kutuambia ndio iliyoiangusha moja ya factors. Moja ya factors. Ambazo zilichangia timu kushuka. Kasusura sasa mwaka susura wa Mbeya City. Timu sasa imerejea ligi kuu ya soka Tanzania bara. Nini unazungumza nao? Wanasema kufanya kosa sio kosa bali kurudia kosa. Wameshaona machungu walioyapata huko. Sasa wamerejea. Zungumza na vijana wako, wanakusikia sasa. Kati ya vitu vichache ambavyo vinaweza vikafanyika. Unajua malengo ambayo tuliokuwa nayo sisi. Kuna timu ambazo zimekuja Mbeya wakati mimi niko pale. Timu zimekuja kujifunza management ya namna ya kuendesha timu. Uko sahihi. Wamekuja pale. Kwa hiyo Mbeya ni sijui tuseme taa au kama taa ya treni, taa moja lile liko Mbeya. Na Mungu amekuja pale. Dodoma Jiji wamekuja wamepiga kambi pale. KMC wamekuja kupiga kambi pale. Kwa wanahalmashauri wenzao. Tumekaa nao, tunawapa shule na kadhalika. Siri moja pale, vingine ambavyo nadhani vilivyokuwa vinasumbua ni kufanya maamuzi. Ni kitu ambacho ni kikubwa na ni kibaya, kigumu kwa viongozi walio wengi kuamua kwamba twende mbele. Kuna wakati mimi naondoka, kabla sijaondoka tulinunua eneo. Kuna eneo fulani pale linaitwa Block T. Eneo kubwa. Kuna la timu. Na niliamua kulinunua kwa miaka mingi, karibu miaka 20 lilikuwa limechukuliwa tu na watu na nini. Lakini nikasema hapana, sisi timu
tuna kodi nyumba, tunaishi guesti, tunafanya nini, wakati sisi tuna viwanja. Kwa nini hili eneo tusilichukue? Tukalichukua kutoka kwa wale ambao walikuwa wamelichukua, wamejimilikisha tu na nini, block T, tukalilipa likawa letu. Kwa nia gani? Tujenge hostel ya kisasa kuliko hata labda mwache kuwa mnatoa pesa. Mnatoa pesa milioni 5 kwa mwezi, milioni 7, milioni 5, milioni. Hela hizi ni nyingi. Na kwa timu ya halmashauri hivi ni vitu vidogo sana. Vidogo sana. Kwa hiyo nikachukua eneo lina viwanja vya mpira kama 3, 4. Viwanja vya kweli kweli. Kubwa, na kuna viumba 4, 5, majengo mawili ambayo hayo nika plani haya tuyabadilishe, tuyakarabati ziwe hosteli za kisasa. Tujenge ukuta na vifaa vya michezo vya kisasa. Kutoka kwenye hosteli ya kisasa tukaidentify eneo linaitwa Iwambi karibu na stesheni ya Tazara. Kama uliwahi kufika kidogo Mbeya, ndio kuna eneo kubwa, eka nyingi, almost eka 100 hivi. Mimi nikasema tunajenga stadium, iwe timu ya kwanza kujenga stadium. Sasa ambao walijikuja kujifunza kupata wazo hilo kwetu, wamelitumia kweli, wametumia hayo mawazo, wamejenga stadium. KMC hapo Kinondoni. Lakini sisi ambao waanzilishi wa idea hiyo hatuna. Ilikuwa walimu, wanafunzi wamepita. Kwa hiyo wazo zuri ambalo hata leo jana nimeongea na viongozi kule ni kwamba kwa kweli lile wazo lako la hostel hilo tumelikamata na tunatembea nalo, na pengine mwaka huu tunaanza kujenga rasmi. Umemsikia ambaye ameeleza Mbeya City ilikuwa ni aina gani na sasa imerejea nini wakifanye. Beautiful Kanyigo, Sports Lady, Teams Karugira, ndivyo hivyo ambavyo tunahitimisha kwa siku hii ya leo. Na hii ndiyo Viwanjani. Exclusive zote usipata ndani ya Viwanjani ni kuanzia saa 3 kamili mpaka majira ya saa 6. Naam, Teams Karugira, na imewakumbusha watu wengi sana Mbeya City dume kabisa ile, Faraji. Ya moto. Mwigane yeye, mkumbuka striker yule aliweka magoli 3 pale Chamazi. Mwigane yeye. Afu kuna midfield moja Steven Mazanda. Kuna Deus Kaseke, Peter Samson Mwalianzi. Kuna fullback anaitwa Hassan Mwasapili. Kulikuwa kuna watu kweli. Kwa Mbeya City ya moto sana. Ilikuwa ya moto sana. Ya sana. Unamsikia kiongozi wao kipindi hicho. Ya. Mpaka ilikuwa ya moto, lakini nyuma yake kuna vitu ambavyo kwa pambana kuhakikisha kwamba timu inakuwa na ubora. Kwa sawa, yes, kweli. Kuna vitu vingi ambavyo vilitokea hapo ikapotea, lakini sasa hivi tena wamerejea msimu huu 25 26 kwenda. Wamerudi kwa nguvu sana. Wamerudi kwa nguvu. Moja ya timu bora. Lakini pia kuna kitu ambacho kilipotea, naona kama kwenye msimu ambao wamecheza championship 24 25 kimerudi, ile kutengeneza ukaribu na watu wa Mbeya. Unajua mechi zao nyingi sana vilikuwa nao ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinajaza. Yes. Kwa sababu walikuwa wamerudi chini kuangalia watu ambao wanaweza wakawasupport moja kwa moja kwenda kutimiza malengo ya msimu. Okay. Yes. Sawa. Na tukitoka hapo tunakwenda kuangalia ile playoff ya kwanza ambapo Fountain Gate yenyewe imejiweka katika mazingira magumu katika mechi maalum ya mtoano playoff baada ya kulazimisha sare ya bao 1-1 dhidi ya Tanzania Prisons jana Alhamisi kwenye uwanja ule wa Tanzanite kwa raha Babati. Fountain ilitangulia kupata bao kupitia kwa Edgar William Mapangama kabla ya Oscar Paul kuisawazisha Tanzania Prisons katika kipindi cha pili. Timu hizo zitarudiana kwenye uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine Mbeya siku ya Jumatatu, ambapo mshindi wa jumla atasalia ligi kuu, huku yule aliyepoteza akikabiliwa na mechi nyingine 2 za mtoano dhidi ya timu kutoka Championship Stand United. Mechi hiyo ukitazama watu wa Kwara waliitika wengi sana. Waliitika, na ukitazama jukwaa kuu vile vile viongozi wa Fountain walikuwepo. Lakini ndio hivyo, matumaini yanaonekana kufifia baada ya Edgar William kuitanguliza Fountain Gate, lakini baadaye Oscar Paul akaja akasawazisha. Tuyatazame magoli jinsi ambavyo yamefungwa, lile la Fountain Gate na bao la kusawazisha la Tanzania Prisons. Mimi nimevutiwa na goli la Tanzania Prisons. Ukiangalia unaona kabisa Kevin Sabato alichokifanya ni kufikiria zaidi timu kwanza. Ana seti ule mpira, unaangalia Oscar Mojanga ambaye alikuwa anakimbia nyuma ya wale wengine ambao walikuwa wanapasiana.
na kuweza kufunga goli ambayo limeipa matumaini Tanzania Prisons kuelekea mchezo wa marejeano pale Sokoine. Lakini ukiangalia kwenye goli hili jinsi ambavyo wamefungwa Fountain Gate, wao ndio walikuwa wanapiga kona. Ukiangalia watu ambao walikuwa wanazuia, maana wameshambuliwa kwa shambulizi la pili, counter attack. Walikuwa wameacha watu wawili nyuma. Kwa hiyo ikawa wawili dhidi ya wawili. Ikawa Benongasa alichokifanya ni kumlazimisha fullback kukubali kile ambacho anakifanya kwa kuforce zaidi kwenda mbele, na akatengeneza ile nafasi ambayo setup ambayo ameifanya Kongwe Sabato. Unatoa credit zaidi kuangalia kwamba timu kwanza, mimi baadaye, na alichokifanya zaidi Edgar, timu inaondoka na ubora wake. Kwa hiyo hata inawezekana ya timu ikishuka baada yeye anaweza akapata malisho, na amekuwa na faida na kasi yake. Sahihi kabisa. Edgar William bado na ubora wake pamoja na pacha wake wote hawapo ambao tu walianza pamoja na Fontaine. Tunazungumzia Selemani Mwalimu, Ramadhan Kihimbwa, Dickson Ambo. Hawapo. Huyu ni moja kati ya wachezaji ambao kati ya faida ambao Michael tutakuja kuuliza swali kuhusiana na ule utatu wa hao ambao nimewatangulia. Lakini Faraji, unaona pamoja na kwamba ile partnership yake na pacha wake wote hawapo, lakini bado yeye kama yeye anaonyesha ubora ndani ya Fontaine. Yes, inaonekana wazi kwamba anaibeba timu, lakini kwenye mazingira ambayo moja kwa moja unaona kile ambacho anakifanya bado timu hainufaiki sana, kwa sababu kama wangefanikiwa kulinda goli hili ambalo walipata kupitia William Edgar, maana yake wangeenda Mbeya wakiwa na mtaji, kwamba wanaanza wakiwa na goli moja. Namna gani sasa wanaweza wakalilinda dakika 90 za Mbeya? Lakini kwa bahati mbaya goli la Edgar linakuja kusawazishwa. Sasa hapa ndo unaangalia kwamba wachezaji mpo wengi, lakini kuna wale ambao katika nyakati ngumu, yani mnapitia vipindi vigumu, lakini bado wanakuwa wanaofa kitu ambacho ni faida kwa timu. Kwa hiyo mmoja wapo unamgusa William Edgar. Hapa unaongelea mtu kama Selemani Mwalimu ambaye tayari hayupo kwenye timu. Unamwongelea Kihimbwa ambaye amesimamishwa. Unamwongelea Dickson Ambundo ambaye hatujui mpaka sasa hivi yuko wapi. Kwa sababu hao wengine kwa mfano Mwalimu tunajua yuko Wydad. Kihimbwa ndio huyo amesimamishwa, lakini Dickson Ambundo yeye hakuna taarifa ambayo inaonyesha kwamba mpaka sasa hivi yuko wapi. Kwa hiyo yeye sasa katika ile kundi la wachezaji ambao kwenye ile eneo la mwisho tunaongelea la ushambuliaji amebaki kama yani mtetezi. Kwa hiyo kwenye kufanya majukumu yake ndio kama hivi ambavyo tunaona hapa, amejaribu, lakini bado moja kwa moja Fountain Gate huioni kama inaweza ikasalia msimu huu kutokana na namna ambavyo timu inacheza. Licha ya kwamba Tanzania Prison wamepata sare, lakini kama kungekuwa kuna umakini zaidi baadhi ya wachezaji wao kwenye zile nafasi ambazo walikuwa wamezipata, wameondoka na ushindi jana, wangeweza kupata ushindi. Kuna nafasi moja ambayo nafikiri hadi aliulizwa baada ya mechi ya Aruna Chanongo, ilikuwaje nafasi ya namna ile umekosa? Anasema kwenye mpira wakati mwingine vitu huwa vinatokea, lakini ilikuwa ni clear chance ambayo alikuwa anaenda kuididimiza Fountain Gate. Kwa hiyo bado naona kabisa Tanzania Prison wana nafasi kubwa zaidi kuliko Fountain Gate. Walikuwa na utulivu sana, alinyang'anywa mpira ule kirahisi kule, wakatengeneza jambo tatibu. Aruna Chanongo wamekuwa na wazoefu wengi. Na juzi tulizungumza hapa kwamba ni Tanzania Prisons ambao wana nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwenye mchezo Michael. Na moja kati ya vitu ambavyo unaviangalia kwenye goli ambalo Tanzania Prisons wamelipata, unaweza ukawa unaona, tulizungumzia pia kuhusiana na weakness ya Fountain Gate kwenye eneo la kiulinzi. Mtu ambavyo unaenda kukaba ukatolewa kwenye reli kwa namna ile ambavyo amefanya mlinzi wa Fountain Gate kwenye upande wa kwanza. Achana na hii ya pili. Ya kwanza wakati Benongasa anaenda kuchukua ule mpira kwenye mpira wa kwanza. Yaani au kama mlinzi unakubali kutolewa kwenye reli kwa namna ile. Alafu mshambuliaji anaopata mpira anaanza kukokota kuingia ndani. Bado nyinyi mpo kwenye shape nzuri ambayo mnaweza mkafanya cover ya kuweza kuokoa shambulizi ambalo mnaenda kutengenezewa kwenye lango lenu. Ni moja kati ya weakness ambayo haikushangazi kuona Fountain Gate ikiwa ni miongoni mwa timu ambazo zimeruhusu magoli mengi zaidi kwenye msimu huu. Kwenye mechi 30 za ligi ameruhusu magoli 58. Maana yake ni kwamba ukisema na hizi mechi nazo unaziongeza hapo, kwenye mechi 31 wameruhusu magoli 59.
ni namba kubwa sana magoli ambayo wamefungwa Fountain Gate. Sasa miongoni mwa makosa madogo ambayo alikuwa anafanya ni pamoja na makosa ya namna hii. Wakati wa Laurent Makame alikuwa anacheza kwenye eneo la center back, hata pia ambao anaingia kucheza katika wakati huu nao pia unaona wana commit makosa ambayo yanaweza yakawa yanafanana. Kwa defender tunasema hapo unatakiwa kuplay like defender. Play like defender ambao unazungumzia kule. Yes, kucheza kama defender maana yake ni kwamba unatakiwa kuwa mkatili sana. Yaani hutakiwi kumchekea mshambuliaji ambao anakuja kushambulia. Kwa sababu ukimchekea madhara yake ndio yanakuwa ni haya. Ilipaswa pia hata kumalizana naye kule. Malizana naye kwa sababu unacheza kama defender. Yaani play like defender. Ukicheza kama defender utacheza kwa maana ya kuhakikisha kwamba unamaliza shambulizi ambalo wapinzani wanakutengenezea. Lakini kama unacheza kwenye nafasi ya kiulinzi, alafu unakuwa soft mtu kuchukua mpira kwenye miliki yako ama mpira ambao unakuwa ni 50 kwa 50, yeye akaushinda huo mpira, maana yake ni kwamba umeshindwa kufanya kazi ya kidefender. Kwa hiyo ni moja kati ya magoli ambayo unaweza kaona Fountain Gate ni muendelezo wa kile ambacho amekifanya. Though kwenye mechi Fountain Gate walivyoanza mechi zile dakika 45 za kipindi cha kwanza ulikuwa unaona matamanio ya kwao ambao walikuwa nayo. Ni mechi ambayo kwangu naweza nikasema ilikuwa imegawanywa kwenye vipindi viwili. Kipindi cha kwanza kilikuwa ni cha Fountain Gate, kipindi cha pili kilikuwa ni cha Tanzania Prisons. Japo kwenye hiyo first half pia kuna moments ambazo Prisons walikosa magoli, ilikuwa ni double save ambayo walifanya Fountain kwenye lango lao, lakini bado nasema dakika 45 za kipindi cha kwanza ndizo dakika ambazo Fountain Gate, kwa maana yeye alikuwa kwenye uwanja nyumbani, kama kweli alikuwa anataka kutumia home advantage, alikuwa anatakiwa kuimaliza mechi kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili attempt ambazo wamezifanya zile attempt ambazo alifanya, jinsi ambavyo timu ilikuwa na flow, kasi ambayo alikuwa nayo, na unaweza kusema alikuwa motivated sana kwenye dakika 45 za kipindi cha kwanza. Sasa motisha itakuwaje? Sokoine watakuwa na wao na kazi ya kufanya, kwa sababu mechi ya kwanza ambayo alikuwa nyumbani, angalia hamasa ambayo alikuwa ameitoa. Nilikuwa naona hata kabla ya mechi jinsi ambavyo walikuwa wameorganize vizuri mechi, kwa maana ya watu kuingia uwanjani kuapa hiyo hamasa ambayo alikuwa nayo. Na ulikuwa unaona dakika 45 za kipindi cha kwanza jinsi ambavyo kasi ilikuwa. Na Fountain alikuwa na wachezaji wawili mpaka watatu ambao wametoka kwenye mashindano ya under 20 hapa ambayo imalizika. Kiwepo mmoja na fullback ambaye alienda kupokonya ule mpira, wanaenda kufunga goli. Lakini katikati pia kulikuwa na kiungo mwingine ambaye jezi namba 6 ambaye naye pia ametoka kwenye timu ya vijana. Ambaye naye alikuwa anakupa energy kubwa sana first half kwenye kile eneo la katikati mwa kiwanja. Lakini kwenye football tunasema hamasa kuna muda inakuja na inagota. Yaani hamasa ambayo utakuwa nayo kuna sehemu itakuja kukinzana na ubora wa kimbinu na kiufundi wa mpinzani ambao atakuwa anakupa uwanjani na ule ambao utakuwa unatoa kiwanjani. Kwa first half ilikuwa ni kipindi ambacho Fountain Gate walikuwa nabebwa kwenye eneo la hamasa zaidi, kwamba wachezaji walikuwa wamehamasika sana, kwamba hii ni mechi ambayo kwenye vichwa vyao waliambiwa mnatakiwa kuimaliza kwenye uwanja nyumbani. Lakini kadiri muda unavyozidi kwenda, unasema sasa mwenzako ambavyo atakuja kimbinu kukucounter, wewe unatakiwa kujibu pia kimbinu. Au jibu tena kwa hamasa. Unatakiwa kujibu kwenye mbinu. Sasa mbinu zako zitakuwa bora kiasi gani baada ya hamasa kuwa imekaa pembeni, kwamba hamasa imekuchangamsha mpaka umemaliza. Sasa tupe mbinu zile ambazo zinaweza kukupa kitu kizuri. Nafikiri ndio eneo ambalo wao walienda kupotea kwenye mechi. Na playoff hiyo ya kwanza, lakini ile ya tarehe 30 utaenda kumalizana katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale jijini Mbeya. Mshindi wa jumla atabaki ligi kuu na mshindwa wa jumla atakwenda kucheza mechi ya playoff nyingine dhidi ya Stand United, timu kutoka kule Championship. Kumbuka Stand United wenyewe walimuondosha Geita Gold katika michezo miwili ya jumla ile ya playoff. Tukiwa tumetoka katika hiyo playoff, tunakwenda kutazama kuhusiana na timu ya taifa ya wanawake. Twiga Stars inaendelea kujiweka sawa tayari kabisa kwa fainali za mataifa Afrika kwa wanawake zitakazofanyika kule nchini Morocco kuanzia wiki ijayo. Twiga Stars itacheza mechi yake ya ufunguzi mnamo Julai 7 dhidi ya Mali kabla ya kuzikabili Afrika Kusini na Ghana katika mechi nyingine za hatua ya makundi. Kumbuka michezo yote hiyo ya WAFCON itaonyeshwa mubashara na Azam TV. Twiga kina dada wa Bakari Shime. Sina shaka nao. Unapoongelea soka la Tanzania kwa wanawake,
unaweza ukaona namna gani ambao wamepambana sana. Yani kuna gap kubwa ambalo la ubora tumeweza kuwa nalo kwa ujumla kama taifa. Kwa level tofauti tofauti. Unaweza ukaangalia under 17 kile ambacho walikifanya, lakini muendelezo wa Twiga Stars imekuwa ni timu ambayo ina muendelezo mzuri wa kile ambacho huwa inakifanya. Yani ukifanya leo maana yake baada ya muda tena unafanya the same ama unaongeza zaidi. Ndio tunaona hapa wapo AFCON. Kwanza wamezoeana, alafu wamecheza mechi nyingi sana za kuwafanya sasa ile timu hiki imeonekana. Niliangalia mechi yao ya juzi Chamazi dhidi ya Kenya. Yaani unaona kuna timu. Unajua kuna ile mazingira kwamba mmemaliza dakika 90. Alafu nyie wenyewe mnajua kabisa sisi tumeshinda lakini timu yetu ungaunga. Lakini sisi tumeshinda lakini tuna timu. Kwa hiyo sisi kwa mazingira hayo unaona kabisa Twiga Stars timu ipo. Yani ya kushindana kabisa. Yani ukigusa wachezaji ambao wanapatikana unaona kabisa ni sehemu ambayo unaangalia mpira, timu inapata matokeo lakini pia wanaburudisha namna ambavyo wanacheza. Kwa hiyo kwangu nategemea kuona namna gani sasa tutaanza dhidi ya Mali. Sababu mchezo wa kwanza unaweza ukatengeneza kitu picha halisi ya michezo ile salia miwili ambayo namna gani sasa ya kuwaendea Mali. Maana yake inabidi tuangalie kwa staili ipi ambayo tunaweza tukapata matokeo. Kwa sababu sio kama unaweza kuwa bora muda wote kwa kumiliki sana mpira, ukamiliki mpira kwa timu nyingine. Inawezekana kuna mazingira akakulazimisha kutumia mbinu tofauti. Sasa kwenye kutumia mbinu tofauti, maana yake unaangalia mpinzani wako uimara wake upo wapi sana. Bali ufanyie kazi. Lakini pia kwenye uimara maana yake kuna udhaifu. Namna gani unaweza ukaenda kutumia madhaifu yake. Nchi nyingi ambazo zinatoka Afrika Magharibi ni timu ambazo sio tu wa wanaume, hii ni general kwamba hata kwa wanawake wana misingi mizuri ya mpira. Yani zile basics za football wao kwao sio shida. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unakutana na mchezaji ambaye yupo competent enough. Yani kwenye kila kitu. Kwa hiyo sasa namna gani ya kuwaendea aina hiyo ya wachezaji? Maana yake kwanza ni kuwa na mpango ambao utakuwa ni mzuri zaidi hadi kwenda kupunguza labda ubora wao kutokana na hiyo status ambayo nimeweza kuieleza. Kuna mchezaji mmoja huwa ananikosha sana wa Twiga Stars. Hata mechi ya juzi ya Kenya ana composure, anafanya maamuzi vizuri, anafika katika matukio, anatoa pasi, apotezi pasi. Diana Lucas Msewa ametulia sana. Unajua kuna ile mtu ambaye yuko kwenye kazi yake. Unamwona kabisa huyu ametulia, yuko kwenye kazi yake, anajua anafanya nini. Sio muda mwingi wa kuzungumza, ukuti anazungumza. Anafanya kazi. Miguu inazungumza na mpira. Lakini pia nimefurahishwa pia hata na Opa Clement, Clara Ruvanga amekuwa na kasi afu ana nguvu. Najati goalkeeper amekuwa katika wakati mzuri pia na yeye. Ni mabinti ambao wameiva. Na uzuri ni kwamba wametoka kudisplay kitu kizuri sana kwenye mashindano ya Sekafa senior ambayo imefanyika hivi karibuni Chamazi. Na moja kati ya vitu ambavyo mkurugenzi wa mashindano wa Sekafa alizungumza wakati wanaandaa finali hizi au mashindano haya, alikuwa anasema moja kati ya malengo ambayo wao wamejiwekea ama moja kati ya objectives kwenye mashindano ya Sekafa kwa msimu huu ya wanawake ni kuiandaa Twiga Stars kwa ajili ya finali za AFCON ambazo zinaenda kuanza mwezi huu Julai Morocco. Lakini pia kuziandaa hizi timu zingine kwa maana ya mataifa mengine Kenya, Burundi, Uganda ambao nao pia walikuwa wanashiriki pamoja na Sudani Kusini kuwa na wakati mzuri wakati wa kampeni zingine zitakavyoanza za qualification ya AFCON ambazo so far zinachezwa mwezi wa 9 kama sio wa 10 huko. Kwa hiyo ukiangalia kwa Twiga Stars kama lengo lilikuwa ni kuiandaa timu kwa ajili ya finali za AFCON, unaweza kuona kile ambacho alikifanya. Timu ilikuwa inaonekana kuwa na nyakati nzuri kiwanjani kwa maana ya ubora wa timu na upima kwenye eneo la kuscore na eneo la kuzuia. Mnawezaje kuzuia lakini mnawezaje pia kutengeneza nafasi na kushambulia kwenye mechi ambayo mnacheza. Mechi zimemalizika kwenye zile mechi ambazo zimechezwa kwa muundo wa ligi, timu haija concede goli. Maana yake ni kwamba kwenye eneo la kuzuia unasema ni perfect. Kama mwalimu anaweza kurekebisha, ni marekebisho machache ambayo mwalimu atafanya kwamba kama kuna timu ilikuwa inafika zaidi kwenye eneo, nani alikuwa weak, unaweza kumboreshea kile ambacho uko nacho ili uweze kuwa bora zaidi kwenye finali za AFCON. Kwa sababu zenyewe
pengine utakutana na testi ya Sudani Kusini, au utakutana na testi ya Burundi. Au utakutana na testi hizi za Kenya na Uganda. Angalau kidogo kwenye mechi dhidi ya Kenya ulikuwa unaona jinsi ambavyo mechi ilikuwa na ushindani mkubwa sana kiwanjani. Ndio. Na ni kwa sababu pia ilikuwa ni mechi ya maamuzi, kwa sababu ilikuwa ni mechi ya mwisho ambayo ilikuwa inaamua either Kenya awe bingwa ama Tanzania awe bingwa. Ambaye anashinda kwenye ile mechi ndio ambaye alikuwa anaenda kuwa bingwa. Kwa hiyo unaweza kuona ile intensity ile, ndio unasema ile ni kama unaitem kwenye eneo la nusu ya kile ambacho atakutana nacho kwenye finali za AFCON. Kwa hiyo unaweza kusema wao wamekutana na testi ambayo inaweza ikawa sio ile kabisa ya finali za AFCON, lakini angalau kuna kitu ambacho anaweza wao wakakipata kupitia kile ambacho anaenda kukutana nacho, maandalizi ambayo ameyafanya na kile ambacho mwalimu amekiona kwenye mechi hizi ambazo zimechezwa. Inaweza ikawa ni mwanzo mzuri kuona wanaendaje kupambana kwenye finali za AFCON ambazo testi zitakuwa ni tofauti, lakini malengo pia timu ambazo watakuwa wanakutana nazo huko yanaweza kawa ni makubwa zaidi kuliko yale ambayo walikuwa wanakutana kwenye hizi timu ambazo wanakwenda kucheza nazo. Mali, Afrika Kusini, Ghana, timu ambayo kidogo sio kidogo jiwe. Afrika Kusini na timu wamejipambanua. Unajua, umeona hapo sasa ambacho ametoka kuongea Michael kwamba testi ambayo kwenye haya mashindano ambayo yameisha ya Sekafa hautaikuta kule. Yaani daraja yani utakutana na daraja la wachezaji ambao wapo mbali zaidi. Wako mbali Sasa kwenye mazingira ya kukutana na mtu ambaye amekuwa mbali zaidi kiubora, hautatumia mbinu zile ambazo umetumia zidi ya mtu ambaye umemzidi ubora. Utabidi ubadilike. Utabadilika. Sasa maana yake ndo kama ni umeshaona amekuzidi, kwa mfano labda South Africa ina wachezaji wengi wazuri, maana yake sisi kwa namna moja ama nyingine itabidi tuwe labda imara zaidi kwenye nyakati ambazo za kuzuia. Umeona hatuja concede goal kwenye zile nyakati ambazo umecheza kama mechi za makundi, haujaruhusu goli, lakini unakutana na mpinzani ambaye atakulazimisha ufanye makosa akufunge magoli. Sasa namna gani ya kupunguza hayo makosa kutokana na huo ubora wa mpinzani? Ndio inakuja game approaches na tofautiana. Yaani mtu ambaye nimemzidi ubora nitaenda na game approach ambayo naona kabisa lazima nitakuwa namfuata zaidi, kwa sababu naamini mara nyingi yeye atakuwa nyuma. Lakini kwa mtu ambaye timu ambayo itakuwa naona kabisa naingia lakini huyu ni bora zaidi, maana yake nitamsubiri, ni react. Maana yake nitatumia counter attack. Kwa sababu gani? Nikisema nipishane naye mara kwa mara, nikianza kumhesabia wachezaji ambao wametuzidi sisi ubora, watatuadhibu kwa sababu hilo daraja. Kwa hiyo nategemea ugumu kutokana na mashindano wa viwango vya wachezaji kwenye hao mataifa. Lakini pia mahitaji yanaleta ugumu. Unajua kwa sababu gani yanaleta ugumu? Wote tunaenda kupigania kitu. Kwa hiyo inawezekana hata kama sina ubora wa juu, lakini jitihada zangu zikaongeza ugumu zaidi, kwa sababu sitakubali kirahisi hata kama nimezidiwa. Kwa hiyo lazima nionyeshe effort ya zaidi kwenye kupambana. Na tukitoka hapo tunakwenda kuangalia taarifa nyingine ambayo inahusiana na bingwa mtetezi wa UMISETA kwenye soka la wavulana Geita ametupwa nje baada ya kushindwa kufuzu hatua ya robo finali, huko mikoa Rukwa na Dar es Salaam wakiwa wa kwanza kutinga hatua hiyo. Michezo ya UMISETA inayoendelea mkoani Iringa imekuwa na ushindani mkubwa kutokana na kila kitu kuwa na mwalimu mwenye leseni tofauti na miaka minne. Tutakwenda kuitazama vizuri, lakini nikwambie tu